hukumu iliwekwa. Yule malkia wa Sheba wa kusini alisimama pale hukumuni na ushuhuda wake mwenyewe. Hata hapana Myahudi aliyekuja na kizazi hicho cha waliokuwa Wayahudi, nao walikuwa vipofu na wakamkosa kwa sababu walikuwa wakimtazamia, lakini yeye alikuja kwa urahisi sana, hata wakamkosa namna hiyo. Na hapo huyo malkia mkuu alijinyenyekeza na akaja na kukubali ujumbe, naye atasimama hukumuni. Yeye alisema na kuhukumu kizazi hicho. Sasa unayaona yale matabaka matatu daima: kile kitabu walichohukumiwa nacho wafu, kitabu kingine, kile kitabu cha uzima. Wale waliokuwa wameandikwa majina yao katika kile kitabu cha uzima wanasema, iwapo jina lako liko katika kitabu cha uzima, hakuna shida. Ati nini? La, Bwana, tazama, Yuda Iskariote alikuwa jina lake limo katika kitabu cha uzima. Sasa wasema hilo si kweli. Yesu katika Mathayo 10 aliwapa wao nguvu za kuwatoa pepo, na akawatuma wakawaponye wagonjwa na kuwatakasa wenye ukoma na kuwafufua wafu. Nao wakatoka wakaenda na wakarudi, Yuda akiambatana nao moja kwa moja, nao waliwatoa pepo na kufanya miujiza kila namna. Kisha wakarudi na kusema, hata pepo wanatii. Yesu akasema, msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Na Yuda alikuwa pamoja nao. Lakini ni nini kilitukia? Ilipofika wakati wa kundi lile lililoteuliwa kwenda kule wakati wa Pentekoste na kupokea Roho Mtakatifu kweli, Yuda alijidhihirisha jinsi alivyokuwa. Atakuwa hapo hukumuni. Kwa hiyo vile vitabu vilifunguliwa, na kitabu uzima kilifunguliwa, na kila mtu alihukumiwa kulingana nacho. Sasa bibi harusi amesimama pale pamoja na Kristo kuhukumu ulimwengu. Sinini Paulo anasema, je, akinena na bibi harusi, mtu wa kwenu akiwa anadawa juu ya mwenzake, athubutu kushitaki mbele ya wasio haki? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Unaona? Naam, watakatifu watahukumu ulimwengu na kuutwaa. Hiyo ni kweli. Mwasema, yawezekanaje kundi dogo kama hilo? Sijui itakavyotendeka, lakini yeye alisema itatendeka, kwa hiyo hilo linatosha nijuavyo mimi. Sasa tazama, sasa angalia, hao wafu waliosalia, washiriki wa kanisa waliokufa, hawakuwa hai tena hata itimie ile miaka 1000. Ndipo baada ya hiyo miaka 1000 walikusanywa, ufufuo mwingine ukaja ambao ni ufufuo wa pili, nao walikusanywa na Kristo na kanisa. Bibi harusi si kanisa, bibi harusi Kristo na malkia, si kanisa. Kristo na bibi harusi walisimama pale, nao wakatengwa kama kondoo na mbuzi. Hiyo ni kweli. Hao hapo washiriki wa kanisa wanafufuka, na kama walisikia ile kweli na kuikataa ile kweli, basi itasemwa nini wakati jambo hilo kuu litakapotandazwa juu ya utando wa anga, wakati ambapo hata mawazo yako mwenyewe yatakuwapo? Kile ulichowazia juu ya jambo hilo, utaepukaje hilo? Na yapo papo hapo kwenye utando wa anga na televisheni kuu ya Mungu pale. Ni mawazo yako mwenyewe yakikuinukia, mawazo yako mwenyewe yatakushtaki katika saa hiyo. Kwa hiyo kama unasema jambo moja na kuwazia lingine, ni heri uache jambo hilo. Elekeza mawazo yako kwa Mungu, yaweke safi na udumu vivyo hivyo, na useme jambo lile lile wakati wote. Unaona, usiseme vema, nitasema nitaliamini, lakini nitaenda kuchunguza. Liamini. Amina. Angalia mifano hii. Sababu ya wao kuangamia, wanapitia katika utakaso wa majaribu ya ile dhiki, kwa sababu wao hakika hawako chini ya ile damu. Wanadai kuwa wako chini yake, lakini hawako. Wanawezaje kupitia katika jaribu kuwasafisha? Wakati kuna nini? Wakati utakaso. Damu ya Yesu Kristo huondoa kila dalili ya dhambi na takataka toka kwako. Nawe umekwisha kufa na uhai wako umefichwa ndani yake katika Mungu na kuwekwa muhuri ndani humo kwa Roho Mtakatifu. Unahukumiwa kwa ajili gani? Utapata wapi utakaso wako?
Utatakaswa kitu gani hali uko kikamilifu katika Kristo bila dhambi? Vipi? Hukumu ni ya nini? Lakini ni lile kundi linalolala. Hao watu ndio hawawezi kuliepuka. Sasa hawajalifanya jambo hilo kwa miaka mingi, unaona, lakini hii ndio saa ya ufunuo. Unaona? Likifunuliwa katika wakati tu wa kuja kwa bibi harusi, kule kumalizia kwa mwisho, yale mambo ya mwisho yanayokuja. Mambo yanafikia mwisho. Ewe rafiki, naamini lini? Sijui. Siwezi kuambia, lakini kitu chochote. Nataka niishi usiku huu kama kwamba ingalikuwa ni usiku wa leo. Ningekuwa tayari, unaona. Huenda akaja usiku huu hata hivyo, na huenda asije kwa muda wa miaka 20, sijui atakuja lini, lakini wakati wowote itakapokuwa na maisha yangu huenda yakakoma usiku huu, na basi chochote ambacho nimetenda hapa saa hiyo ndiyo mambo yote yamekuisha. Sina budi kukutana naye hukumuni. Jinsi nilivyoshuka chini pale, jinsi mti uegemeavyo, hivyo ndivyo uangukavyo. Kumbuka walipokwenda kununua mafuta wao, wasema sasa, ngoja kidogo ndugu Branham, sijui kuhusu jambo hilo. Walipokwenda kununua mafuta, waliporudi, bibi harusi alikuwa amekwisha kwenda na mlango ulifungwa. Ndipo wakabisha na kusema hodi, hodi. Lakini wao walikuwa huko nje katika giza la nje. Sasa ukitaka mfano wa hilo, sasa angalia katika wakati wa Nuhu. Yesu alisema akirejea kwenye hilo. Sasa katika wakati wa Nuhu waliingia safinani, lakini walibebwa juu ya wakati wa ile hukumu. Lakini jambo hilo halikuwa mfano wa bibi harusi wa Kristo. Henoko alikuwa ni mfano wa bibi harusi. Henoko, Nuhu alipita juu kupitia kwa bibi harusi, alivuka juu kupitia katika kile kipindi cha ile dhiki na kuteseka, na kisha kawa mlevi na akafa. Lakini Henoko alitembea mbele za Mungu kwa miaka 500, naye alikuwa na ushuhuda. Alimpendeza Mungu kwa imani ya kunyakuliwa, naye akaanza tu kutembea moja kwa moja na kuondoka, akapanda juu kupita mbingu, akaenda nyumbani pasipo hata kuonja mauti. Hakufa kamwe katu. Huu ni mfano wa sisi tulio hai tutakaosalia. Hatutawazuia ama hatutawatangulia hao watu wa aina hiyo waliokwisha kulala mauti. Waliolala mauti kwa ajili ya uzee katika hali ya umri wa kibinadamu, wao walikufa zamani huko, bali hawakufa, wanalala. Amina. Wanalala, hawakufa. Na kinachohitajika tu ni bwana harusi kuamsha. Naam, na sisi tulio hai na tutakaosalia hatutawatangulia hao waliokwisha kulala mauti, kwa kuwa parapanda ya Mungu italia, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tutakaosalia tutanyakuliwa pamoja nao na tutamlaki Bwana hewani. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Haya basi, wao walipitia katika ule wakati wa dhiki. Ilikuwa ni nini? Kama Henoko. Unajua, Nuhu alimwangalia Henoko. Kwa kuwa Henoko alipotoweka, yeye alijua kuwa hukumu karibu. Alikaa karibu na safina. Lakini Nuhu hakunyakuliwa. Yeye alikiondoa tu kipande kidogo juu, naye akapitia juu ya zile dhiki. Yeye alipitishwa katika ule wakati wa dhiki apate kufa. Unaona? Lakini Nuhu alipitishwa. Henoko alihamishwa bila kufa. Mfano wa kanisa kunyakuliwa pamoja na wale waliolala mauti kumlaki Bwana hewani, na kanisa lililosalia linaingia katika wakati wa ile dhiki. Siwezi kuona jambo lingine lolote kwake mimi. Henoko alinyakuliwa bila shaka. Sasa hebu na tuanze kusoma kidogo sasa, tuingilie somo letu. Nikiendelea tu na jambo hilo hatutaifikia hii muhuri huu. Sasa angalia, hebu na tuchukue sasa, kwa sababu tutakuwa na pamoja nao pengine kesho au usiku unaofuata. Tutagusia baragumu mara kwa mara, kwa sababu baragumu inalia wakati mmoja na ile mihuri ni kitu kile tu. Wakati wa kanisa unaanza nini? Jambo lile tu. Unaona? Sasa baragumu kila mara humaanisha vita, ama wakati mwingine machafuko ya kisiasa.
Baragumu inaonyesha machafuko ya kisiasa, na hilo husababisha vita. Unapoanza kucheza na siasa na kuzivuruga kabisa, kama ilivyo siku hizi, tahadhari, vita vinakaribia. Lakini unaona, ufalme ungali ni wa Shetani. Yeye angali ana sehemu hii mkononi mwake. Kwa sababu gani? Unakombolewa na Kristo, lakini yeye anatekeleza sehemu ya mkombozi aliye jamaa yetu wa karibu, akiwachukua raia wake hadi la mwisho. Jina lililoandikwa katika kitabu kile limekwisha upokee na kutiwa muhuri. Sasa je, mmeelewa? Ndipo yeye anaondoka kwenye kiti chake cha enzi, kiti cha enzi cha Baba yake, aje mbele akichukua kitabu kutoka katika mkono wa Mungu, kutoka katika kiti cha enzi, na kudai haki yake. Jambo la kwanza analofanya ni kumwita bibi harusi wake. Amina. Halafu anachukua nini? Anamshika mpinzani wake Shetani na kumfunga na kumtupa katika moto huko nje, pamoja na wale wote waliomfuata. Sasa kumbukeni, haikuwa Urusi. La, mpinga Kristo ni jamaa mpole. Angalia tu jinsi alivyo mpole. Yeye ni mwerevu. Sasa na Bwana yahitaji tu Roho Mtakatifu, ndicho kitu pekee kinachoweza kumshinda. Tazama, baragumu zinamaanisha machafuko ya kisiasa, vita. Mathayo 24, Yesu alinena habari hizo, alisema, mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Mnaona wakati wote tokea zamani. Mnakumbuka nini Yesu akisema jambo hilo? Vita, tetesi za na vita na tetesi na vita, na moja kwa moja hata mwisho. Sasa huko ni kupigwa kwa baragumu. Sasa tutakapoingilia zile baragumu, tutarudi huko nyuma na kuchukua kila moja ya vita hivyo na kuwaonyesha ya kwamba viliambatana na hayo makanisa. Tuwaonyeshe ya kwamba vinaambatana na mihuri hii, vita na tetesi za vita. Lakini baragumu inaonyesha machafuko ya kisiasa, ambapo mihuri inahusu machafuko ya kidini. Mnaona, muhuri unafunguliwa, ujumbe unatangazwa, na ndipo kanisa kila mara limejiimarisha sana katika njia zake lenyewe za kisiasa na mambo kadha wa kadha, pamoja na watu wake wote mashuhuri. Na wakati ujumbe huo halisi unapotangazwa, huyo mjumbe anatokea na kuwavunja vipande vipande. Hiyo ni kweli. Muhuri unapofunguliwa husababisha michafuko ya kidini. Hilo ndilo lililotukia. Naam, ndiyo. Wote wanastarehe huko Sayuni. Kanisa linastarehe kabisa, na tumeweka kila kitu sawa sawa, kama tu vile kanisa la Uingereza wote walikuwa wamestarehe. Kanisa Katoliki lilistarehe kabisa. Ndipo akaja Luther, kukatokea mchafuko wa kidini. Naam Bwana, hakika ulitokea. Vema, kanisa likatoka likaendelea pamoja na Zwingli, na kutoka kwa Zwingli wakaja wengine mbalimbali hadi kufikia kwa Calvin. Na baada ya kitambo kidogo kanisa la Anglikana likastarehe, nalo lilikuwa tu limetulia. Ndipo akaja Wesley, kukatokea mchafuko wa kidini. Hiyo ni kweli. Unaona, kila mara huonyesha mchafuko wa kidini. Sasa ule muhuri, hebu na tuusome tu kidogo. Sasa nataka kulipata hili, tutalisoma tu nikianza kuzungumza. Kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri. Ni nini kilitendeka? Nikasikia kama kwa sauti ya ngurumo. Lo, jinsi ningependa kuendelea na jambo hilo kwa dakika chache, na natumaini sasa kuwa watu wote wanaoyajua mambo haya, nao wanaongojea faraja ya Bwana, sasa watasoma kwa makini sana, na walio kwenye kanda pia, kwamba mtawazia jambo hili. Jambo la kwanza lilitukia mwana kondoo alipovunja huo muhuri wa kwanza, ngurumo ikanguruma. Sasa jambo hilo lina maana fulani, lina maana, hilo lina maana fulani, ni maana fulani. Hakuna jambo lolote linalotokea bila kuwa na maana fulani. Vema, ngurumo ikanguruma. Je, unajua ngurumo hiyo ilikuwa ni nini? Sasa hebu na tusome kidogo, hebu na tufungue Mathayo. Hebu tuchukue Yohana Mtakatifu kwanza. Yohana Mtakatifu mlango wa 12, na tuishikilie tu kidogo. Yohana Mtakatifu mlango wa 12. Na sasa hebu tuanzie na kifungu cha 23 cha Yohana 12. Sasa sikilizeni hapa sasa kwa makini sana, ndipo utashangaa tena kwamba ni kitu gani. Naye Yesu akawajibu akasema, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu.
Unaona, uko mwishoni mwa wakati fulani hapo, huduma yake inakwisha. Unaona, saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Vipi kuhusu saa imefika ambapo bibi harusi wake hana budi kunyakuliwa? Ati nini? Saa imefika ambapo hapata kuwapo na wakati baada ya haya. Yule malaika yuko tayari kuweka mguu mmoja juu ya nchi na huo mwingine juu ya bahari, upinde wa mvua ukiwa juu yake pamoja na miguu, na kusema wakati umekwisha. Na zaidi ya hayo, yeye aliuinua mkono wake na kuapa kuwa hapata kuwapo na wakati baada ya hayo. Wakati jambo hili lilipotukia, ni kamilifu vipi hati kiapo kwa kanisa. Saa imefika atukuzwe mwana wa Adamu. Amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi na ikafa, ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, na aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika. Unasema sema yeye anafikia mwisho wa safari, nawe unafadhaika. Inakufanya uwazie nini wakati kitu fulani kikuu cha kiroho kinapotendeka ambacho kinakufadhaisha? Lo jamani. Sasa roho yangu imefadhaika, nami nisemeje? Baba, uniokoe katika saa hii. Lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyoifikia ulimwengu huu saa hii. Baba, ulitukuza jina lako. Basi ikaja sauti kutoka mbinguni ikisema, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Basi mkutano uliosimama karibu wakasikia wao, wakasema, kumekuwa na ngurumo. Ndipo hapo Mwana Kondoo alipokichukua kile kitabu na kuvunja huo muhuri wa kwanza. Mungu alinena toka kwenye kiti chake cha enzi cha milele kusema huo muhuri ulikuwa na kitu gani cha kufunuliwa. Lakini ulipowekwa mbele ya Yohana ulikuwa katika mfano. Yohana alipouona ulikuwa bado ni siri. Kwa nini? Haukuwa hata umefunuliwa wakati huo. Hauwezi kufunuliwa mpaka yale yeye aliyosema hapa katika wakati wa mwisho. Lakini ulikuja katika mfano wakati ile iliponguruma. Kumbuka, sauti kuu ya kishindo cha ngurumo ni sauti ya Mungu. Hivyo ndivyo Biblia isemavyo. Unaona, kishindo cha ngurumo. Wao walidhani ilikuwa ni ngurumo, lakini ilikuwa ni Mungu. Yeye alielewa kwa maana ilifunuliwa kwake. Unaona, ilikuwa ni ngurumo. Na angalia, muhuri wa kwanza ulifunguliwa. Muhuri wa kwanza wakati ulipofunguliwa katika mfano ilinguruma. Sasa je, ni vipi utakapofunguliwa katika hali yake halisi? Ilinguruma mara tu Mwana Kondoo alipouvunja ule muhuri. Na ulifunua nini? Haukujifunua wote. Kwanza ulikuwa kwa Mungu, halafu uko katika mfano, kisha unafunuliwa. Mambo matatu. Unaona, unatoka kwenye kiti cha enzi. Kwanza hauwezi kuonekana, kusikika, wala chochote kile. Umetiwa muhuri. Damu ya Mwana Kondoo ililipa ile gharama. Ilinguruma alipounena, naye alipounena mpanda farasi mweupe akatokea, na ulikuwa ungali ni mfano. Sasa angalia, yeye alisema ungejulikana katika siku ya mwisho, lakini unatokea katika mfano wa kanisa. Mnaelewa enyi kanisa? Unatokea katika mfano wa kanisa, kwamba wanajua kuna muhuri, lakini kwamba ni kitu gani bado hawajui, kwa sababu ni mpanda farasi mweupe. Nao utafunuliwa tu katika siku ya mwisho, wakati huu muhuri wenyewe utakapovunjwa. Utavunjwa kwa akina nani? Si kwa Kristo, lakini kwa kanisa. Angalia sasa. Lo jamani, hilo linanifanya tu nitetemeke. Na natumaini ya kwamba kanisa kweli linafahamu hilo. Nimaanishalo ninyi watu, nitawaita bibi harusi, mnaona, ili mpate kulifahamu.
Ile sauti ni ngurumo. Sauti hiyo ilitoka wapi? Kwenye kiti cha enzi, ambapo yule mwanakondoo alikuwa ndio tu aondoke kama mpatanishi. Sasa yeye amesimama hapa apachukue mahali pake na madai yake, lakini ile ngurumo ilitokea ndani ya kile kiti cha enzi ikanguruma, na mwanakondoo alikuwa amesimama nje hapa. Ile ngurumo pale mwanakondoo alipoondoka, alikiacha kiti cha enzi cha Baba aende akachukue kiti chake mwenyewe. Utukufu! Sasa msilikose enyi wapendwa. Sisi sote tunajua kama Wakristo ya kwamba Mungu alimwapia Daudi ya kwamba yeye angemwinua Kristo aketi kwenye kiti chake cha enzi na kumpa ufalme wa milele hapa duniani. Aliapa. Naye Yesu alisema yeye amshindaye yule mpinga Kristo na mambo yote ya dunia ataketi pamoja nami kwenye kiti changu cha enzi, kama nilivyoshinda na kuketi kwenye kiti cha enzi cha Baba yangu. Mnaona? Sasa siku moja yeye ataondoka kwenye kiti cha enzi cha Baba na aende akachukue kiti chake mwenyewe cha enzi. Sasa yeye anajitokeza kuwaita raia wake. Atawadai namna gani? Yeye tayari ana kile kitabu cha ukombozi mkononi mwake. Utukufu! Najisikia kama kuimba wimbo. Punde si punde mwanakondoo atamchukua bibi harusi wake, awe daima ubavuni pake. Jeshi lote la mbinguni litakusanyika kutazama jambo hilo. Lo, litakuwa tamasha lenye fahari. Watakatifu wote wamevalia mavazi meupe sana, nasi tutaburudika pamoja na Yesu milele. No jamani, nena kuhusu kuketi sasa katika ulimwengu wa roho. Itakuwaje kama tunaweza kujisikia hivi hali tumeketi hapa duniani kabla ya kuja kwa kunyakuliwa katika hali hii tulio nayo sasa? Nasi tunaweza kufurahi na tukisimama kando kando ya kuta na kusimama kwenye mvua ili tu kusikia jambo hili. Itakuwaje tutakapomwona yeye ameketi pale? Lo jamani, lo, utakuwa ni wakati wa fahari kweli. Yeye alikiacha kiti cha enzi cha Baba akaja kwa mwanawe awe nini? Yeye ni mwana wa Daudi. Hivyo ndivyo Israeli walidhania yeye angefanya wakati huo. Nakumbuka yule mwanamke Msirofoinike alisema, ewe mwana wa Daudi. Kumbuka Bartimayo kipofu, ewe mwana wa Daudi. Naye Yesu akijua jinsi ule mpango ulivyokuwa, bali wao hawakuujua. Walijaribu kumlazimisha yeye na kumfanya achukue kiti cha enzi, na hata Pilato alimuuliza. Lakini yeye alisema, kama ufalme wangu ungalikuwa ni wa ulimwengu, basi raia wangu wangepigana, ufalme wangu uko juu. Lakini yeye alisema, mombapo ombeni ufalme wako uje, mapenzi yako yatendeke hapa duniani kama huko mbinguni. Amina. Ni la fahari jinsi gani jambo hili kuu. Yeye aliacha kiti cha enzi cha Baba achukue kiti chake mwenyewe cha enzi. Sasa yeye ametoka kwenye kazi yake ya upatanisho aje adai kiti chake mwenyewe cha enzi, raia wake waliokombolewa. Hilo ndilo alilokuja kufanya alipotoka kwenye kile kiti cha enzi. Hapo ndipo yule mwenye uhai mfano wa simba alipomwambia Yohana, njoo uone. Angalia, je, mnayatambua? Moja ya zile muhuri, mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo. Mwajua wale wenye uhai walikuwa ni nani? Tumewachukua, mmoja mfano wa simba, mmoja mfano wa ndama, na mmoja mfano wa mwanadamu, na mmoja mfano wa tai. Sasa huyu mwenye uhai wa kwanza alisema, angalia, kila mara kuna mwenye uhai tofauti hadi hao wapanda farasi wanne wamepita. Kuna wenye uhai wanne na kuna wapanda farasi wanne. Angalia, kila mmoja wa hao wenye uhai anatangaza. Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Tutarudia na kuthibitisha ni yupi Mathayo, Marko ni yupi, Yohana alikuwa ni yupi. Kila mmoja jinsi walivyokwenda. Mmoja wa wale wenye uhai akisema, njoo uone. Yeye alisikia sauti ya ngurumo, na mmoja wa wale wenye uhai akasema, sasa njoo uone. Kwa maneno mengine, sasa hapa amesimama yule mwanakondoo, na Yohana amesimama pale akitazama likitendeka.
Yule mwana-kondoo alitoka kwenye kile kiti cha enzi, kama kwamba yeye alikuwa amechinjwa, ameloa damu. Yeye ndiye alionekana anastahili, naye aliponyosha mkono na kukitoa kile kitabu, ndipo kila kitu kikaanza kupiga makelele na kupaza sauti na kufanya shangwe. Mnaona, kwa sababu walijua ukombozi umelipiwa. Sasa yeye amekuja kudai walio wake mwenyewe. Kwa hiyo anakitoa kile kitabu, anasimama hapo mbele ya Yohana, anakifungua na kuvunja ule muhuri. Anafungua huo muhuri, na hapo anapofungua huo muhuri, ngurumo ililia mahali hapo pote. Na ngurumo ilipolia kwa kishindo, bila shaka huenda Yohana aliruka hewani ngurumo ilipoguruma. Na ndipo mmoja wa hao wenye uhai wanne akasema, sasa njoo uone ni nini kile kilichofunuliwa hapa chini. Jamani, Yohana, andika utakachoona. Kwa hiyo Yohana anaenda kutazama aone ilikuwa ni nini. Yohana anaenda kuona kile ngurumo ilichosema. Hapo ndipo huyu mwenye uhai alipomwambia Yohana, njoo uone hiyo siri iliyo chini ya ule muhuri wa kwanza ni nini. Ile ngurumo, sauti ya Muumba imeinena. Sasa anapaswa kujua kuna nini pale, unaona? Lo, jamani. Lakini wazia sasa, yeye aliandika haya, lakini alipoanza tu kuandika hizo nyingine ngurumo 7, yeye akasema usiziandike. Yeye alikuwa ameagizwa kuandika kila kitu alichoona, lakini wakati hizi ngurumo 7 zilizoko katika Ufunuo 10 zilipotoa sauti zao, yeye alisema usiziandike hata kidogo. Hizo ni siri, bado hatujui ni nini, lakini nionaje mimi zitafunuliwa mara moja. Na zitakapofunuliwa zitatoa imani kwa ajili ya neema ya kunyakuliwa, kanisa hilo lipate kuondoka. Mnaona, ndiyo tumepitia katika kila kitu tunacho katika vipindi vyote vya nyakati. Tumechunguza kila kitu, tumeona siri za Mungu, tumeona kuonekana kwa kule kukusanyika pamoja kukuu kwa bibi harusi katika siku za mwisho. Lakini hata hivyo kuna kitu fulani humo ndani ambacho hatuwezi tu kukielewa. Kuna jambo fulani jingine. Lakini nawazia wakati siri hizo zinapoanza kufunuliwa, Mungu alisema zifiche. Sasa ngoja kidogo, nitazifunua katika siku hiyo. Usiziandike hata kidogo, Yohana, maana zitawakwaza. Ziache tu, unaona, lakini nitazifunua katika siku ile ambayo kuna haja ya kuzijua. Hakuzinena bure. Kumbukeni, kama vile lile tone dogo la wino, kila kitu kina kusudi fulani, kila kitu kina sababu fulani. Lakini angalia, Muumba alinena naye akasikia sauti hii, ndipo akaenda kuona. Lakini sasa mwana-kondoo anamwonyesha Yohana katika mfano wa andiko la kanisa, namna hiyo kusudi kanisa lijue atakachokiandika. Alimwonyesha tu, akasema, sasa usiseme jambo hili kwamba ni kitu gani. Usiende huko Yohana na kusema sasa jambo hili sasa ni hili, kile kilicho chini ya muhuri huu wa 7. Usiende huko ukaseme hivyo, kwa kuwa kama nikimwambia Yohana jambo hilo, basi kila kitu katika nyakati zote, mpango wote utaharibika. Ni siri, mnaona? Yeye anataka tu kuja kwake. Yeye alisema sasa, na hakuna mtu atakayejua nitakuja lini. Nitakuja tu. Mnaona? Hivyo tu, si kazi yangu kujua ni wakati gani, nitakuwa tu tayari. Mnaona? Kwa hiyo basi akasema, basi Yohana akaenda akawazia, nitaliona jambo hilo sasa hivi. Naye alifanyaje wakati Yohana alipoondoka? Yeye sasa atafanya nini? Sasa hana budi kuandikia wakati ule wa kanisa jambo hili. Hilo ndilo analopaswa kufanya, kuandikia zile nyakati za kanisa. Andika yale unayoona kuhusu hivi vinara vya taa 7 vya dhahabu mwanzoni. Andikia kanisa hili na uwaambie. Vema, ndipo ngurumo ikatoa sauti yake. Yohana alijua ilikuwa ni sauti ya Mungu. Ndipo yule mwenye uhai mfano wa simba akasema, njoo uone ilikuwa ni kitu gani. Basi Yohana kaenda sasa, ameshika kalamu yake, akaandika kile atakachoona. Sasa yeye hakuona ilikuwa ni nini hasa, hakufahamu jambo hilo kamwe, lakini alichoona ndicho Mungu alichokuwa akilitumia kanisa kwa muda fulani. Sasa yeye hana budi yeye daima hufanya hivyo. Uliweka dhahiri wakati unapowadia wa kulidhihirisha, lakini hakuliweka dhahiri wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu angelishikilia kama siri hadi wakati wa mwisho.
Na kule kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa mwisho kulikuwa ni kuzikusanya siri hizi. Naona hakuliweka wazi, lakini kile Yohana alichoona, aliona tu farasi mweupe akitoka, amepandwa na mpanda farasi. Kwa hiyo hilo ndilo aliloandika. Unaona, wakati alipoona, hivyo ndivyo alivyosema, njoo uone. Kwa hiyo Yohana akaenda kuona kile angeweza kuona apate kuliandikia kanisa. Na alipokwenda aliona farasi mweupe na yeye aliyempanda ana uta. Naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda, naye akapewa taji. Na sasa hayo ndio tu Yohana aliona. Kwa hiyo akaandika hayo yote. Sasa tazama, hayo yako katika mfano. Hivyo ndivyo kanisa lilivyoyapokea. Lakini pamoja na ahadi, na katika siku ya mwisho yeye atafunua hilo, aonyeshe ni nini. Mungu tusaidie kulifahamu nyakati za kanisa, lakini alifanywi dhahiri kabisa hadi ujumbe wa 7 wa huu wakati wa mwisho wa kanisa. Tazama, yeye anaanza huyu mjumbe wa wakati wa 7 wa kanisa. Kama utaangalia, yeye haanzishi madhehebu kama vile hao wengine wao walivyofanya. Kumbukeni, kama yeye haanzishi, la, kama utachunguza, yeye anayapinga. Je, Elia aliyapinga? Hakika aliyapinga. Je, Yohana aliyapinga akiwa na roho wa Elia? Elia alikuwa na roho wa aina gani? Hakuna ajuaye mengi kumuhusu yeye. Alikuwa ni binadamu tu, lakini alikuwa nabii, alitukiwa. Na alitokea wakati gani? Katikati ya wakati Israeli waliposifiwa sana na watu, wakati walipokuwa wote wameuendea ulimwengu. Naye aliondoka huko na alikuwa mchukia wanawake. Na Bwana, hakika alikuwa hivyo. Na alipenda kuishi nyikani. Hiyo ndiyo iliyokuwa tabia yake. Basi wakati hao walipaswa kujua, wakati mtu huyo alipotoka kwenda huko akiwa na roho huyo juu yake, akatokea pale huyu Yohana. Hakuvalia kama watu maarufu, kama nilivyosema jana usiku. Wanabusu watoto wachanga na kuoa na kuzika na kadhalika, lakini mtu huyu alitokea kama mtu wa nyikani. Yeye alikuwa ni nini? Alipenda kuishi nyikani. Jambo lingine alilofanya, aliyachukia madhehebu. Alisema, sasa msianze kusema sisi ni wafuasi wa ile ama lile, kwa kuwa nawaambieni, Mungu anaweza kutoka kwenye mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Yeye hakuwa mtu wa kupatana. Hawakuweza. Kasema, je, mlienda kuona jani likitikiswa na upepo? Si Yohana. La, Bwana alifanya nini pia? Kama tu vile Elia alivyomwambia Yezebeli, vivyo hivyo alimwambia Herodia. Alienda moja kwa moja mbele ya Herode na kumwambia, si halali wewe kumwoa huyo mwanamke. Akakata kichwa chake kwa ajili ya jambo hilo. Unaona, alijaribu kumpata Elisha. Roho ile iliyokuwa ndani ya Yezebeli ilikuwa ndani ya mwanamke huyo. Na jambo hilo liko katika kanisa la Kiezebeli siku hizi, jambo lile. Sasa aliangalia, ni somo kubwa jinsi gani tunaloliona hapa. Na sasa yaonekana kana kwamba watu hao wangejua. Yohana alianza kuwakemea watu hao kwa nguvu na kusimama pale. Ilionekana kana kwamba wao wangetambua kwamba hiyo ilikuwa ni ile roho ya Elisha. Walipaswa kufahamu jambo hilo. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Basi na tunaona sasa, na tumeona katika nyakati za kanisa kulingana na maandiko ya kwamba tumeahidiwa kurudi kwa roho huyo kabla tu ya wakati wa mwisho. Hilo ni kweli. Sasa tena angalieni, mtatambua tabia yake. Sasa yeye hataanzisha wakati mwingine wa kanisa kama Luther na Wesley na hao wengine wote waliofanya. Hataanzisha kanisa lingine, kwa sababu hakuna tena nyakati nyingine za kanisa za kuanzisha. Mnaona, hakutakuwako na nyingine tena. Kwa hiyo hana budi kupinga jambo hilo, kwa sababu roho yake itakuwa jinsi hasa kama walivyokuwa kule nyuma, roho yule. Kama nilivyosema usiku uliopita, ilimpendeza Mungu kuitumia hiyo mara 3 mbalimbali. Hiyo ni hesabu yake 3, si 2, 3. Tayari ameitumia hiyo mara 2. Sasa yeye ataitumia tena. Alisema hivyo, aliliahidi. Sasa angalia yeye angalia sasa hapo, yeye alipoahidi
Hataanzisha madhehebu kwa sababu wakati wa kanisa la Laodikia ndio wakati wa mwisho, na yule mjumbe wa malaika wa saba ambaye ndiye mjumbe wa saba kwa wakati wa saba kanisa ndiye mtu atakayefunua kwa Roho Mtakatifu mambo haya yote ya siri. Hilo litanini. Ni wangapi waliokuwako hapa jana usiku? Hebu tuone mkono wako. Nafikiri haitanibidi kusoma hilo tena. Basi mnajua mahali lilipo hasa, sura ya 10. Mnaona vema? Vema, wale watengenezaji walikuja kutengeneza ule wakati wa mwisho wa kanisa uliowatangulia ambao ulikuwa umeanguka. Na ndipo baada ya hao watengenezaji kuja na kutengeneza ule wakati wa kanisa kutoka mahali ulipokuwa na umerudi tena ulimwenguni, ndipo wanaanzisha wakati mpya wa kanisa. Kila mara wamefanya hivyo daima. Basi tulipitia jambo hilo, mnaona. Kwa maneno mengine, hapa palikuwapo na wakati wa kanisa wa Kikatoliki, wa kanisa Katoliki la Kirumi. Ndipo akaja Luther, mtengenezaji, anaitwa mtengenezaji, naye anafanya nini? Anaanza papo hapo kukemea, na anapofanya hivyo analipinga kanisa hilo. Na muda si muda, unajua anafanya nini? Anajenga kitu kile kile alichokuja kukiondoa, kanisa lingine. Ndipo wanakuwa na wakati mwingine wa kanisa. Alafu muda si muda, wajua hapa unakuja wakati huo wa kanisa umechafuka sana. Huyo hapa Wesley anakuja, mtengenezaji mwingine. Unaona, anaanzisha wakati mwingine wa kanisa. Mnaelewa ninalomaanisha? Wakati mwingine wa kanisa unaanzishwa. Hao wote ni watengenezaji. Angalia ujumbe huu wa mwisho, wakati wa mwisho wa kanisa si mtengenezaji. Yeye ni nabii, si mtengenezaji. Nionyeshe ambapo nabii hata mmoja aliwahi kuanzisha wakati wa kanisa. Yeye si mtengenezaji, yeye ni nabii. Wengine walikuwa ni watengenezaji, lakini si manabii. Kama wangalikuwa manabii, neno la Mungu mjia nabii. Hiyo ndiyo sababu waliendelea katika ubatizo katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, mambo haya mengine yote, kwa sababu wao walikuwa ni watengenezaji wala si manabii. Bali hata hivyo walikuwa ni watu mashuhuri wa Mungu, nao waliona haja ya siku ambazo waliishi, na Mungu aliwatia mafuta, nao wakatumwa huko na kuyararua mambo hayo kabisa. Ila neno lote la Mungu halikuwajia, kwa sababu wao hawakuwa manabii, walikuwa ni watengenezaji. Lakini katika siku za mwisho haina budi kuwa ni nabii atakayezichukua siri za Mungu apate kulirudisha, kwa sababu siri zilijulikana tu na manabii. Kwa hiyo mtu huyu hana budi kuja. Mnaona ninalomaanisha sasa? Hawezi kuwa mtengenezaji, hana budi kuwa nabii, kwa maana hapana budi iwe ni mtu aliye na kipawa kuwekwa pale, ambaye analisikia neno. Sasa hao watengenezaji walijua palikuwa na kasoro fulani. Luther alijua jambo hilo, ya kwamba huo mkate haukuwa mwili wa Kristo, na kwa hiyo yeye akahubiri mwenye haki ataishi kwa imani, na huo ndio uliokuwa ujumbe wake. Na John Wesley alipokuja aliona ya kwamba kulikuwako na utakaso, kwa hiyo yeye akahubiri utakaso. Huo ndio uliokuwa ujumbe wake. Mnaona, Wapentekoste wakaingiza ujumbe wa Roho Mtakatifu na kadhalika. Lakini katika siku za mwisho, katika wakati huu wa mwisho, huyu mjumbe hapaswi kuanzisha matengenezo yoyote, lakini anapaswa kuchukua siri zote zilizoachwa na wale watengenezaji na kuzikusanya pamoja na kuzifumbua kwa watu. Hebu nisome hilo tena, linasikika zuri sana kwangu na napenda kulisoma. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upendo wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Sasa tuliona jambo lile lile ambaye alikuwa ni Kristo, nasi tunajua Kristo daima ndiye mjumbe wa kanisa. Vema, yeye anaitwa nguzo ya moto, malaika wa agano na mengineyo. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Sasa ile mihuri ilikuwa tayari imeishavunjwa. Hapa tunaivunja sasa, lakini jambo hili limefunguliwa. Ndipo akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari, nao wa kushoto juu ya nchi, na akalia sauti kuu kama simba ngurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Jamani, nini nzima!
Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, mimi Yohana nalikuwa tayari kuandika. Kuandika nini? Yale ziliyosema. Nami nalisikia sauti kutoka mbinguni, Mungu ikisema nami, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiandike. Mnaona? Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari akainua mikono yake kuelekea mbinguni, kisha akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Tazama, usilisahau jambo hili sasa tunapoendelea, isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa 7. Malaika huyo wa mwisho, yule malaika wa duniani, malaika huyu alishuka kutoka mbinguni. Haikuwa ni yeye alitoka mbinguni, lakini anazungumza hapa juu ya sauti ya malaika wa 7, ambaye ni nini? Malaika maana yake ni mjumbe. Mtu yeyote anajua jambo hilo, na mjumbe kwa wakati wa kanisa. Katika siku za sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo mihuri 7 yote, siri yote ya Mungu itakapotimizwa, kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Siri yote nzima imefunuliwa. Hiyo ndiyo huduma ya malaika huyo. Unaona? Itakuwa ni rahisi sana, watu hupita juu yake tu, lakini hata hivyo itathibitishwa kikamilifu kabisa. Itajulikana tu vizuri sana tu. Unaona, kila mtu anayetaka kuliona anaweza kuliona. Unaona, hiyo ni kweli. Lakini wale, Yesu alisema kama vile alivyosema alipokuja, alisema mna macho nanyi hamwezi kuona. Isaya alisema mnaona na mna masikio nanyi hamwezi kusikia. Sasa kwa hiyo tunaona ya kwamba hilo liliniogopesha. Nilitazama saa kule nyuma nikafikiri ilikuwa saa 4, lakini nina hata haijatimia saa 3 bado. Unaona vema. Lo jamani, hebu na tulipate sasa. Angalia, napenda hili. Wengine watengenezaji, lakini wakiwa ni watu wakuu wa Mungu, waliona haja ya siku hiyo, nao wakaleta matengenezo. Lakini Ufunuo 10 ilisema ujumbe wake ungekuwa ni wa kufunua, si wa kutengeneza. Kufunua siri, kufunua siri. Ni neno katika mtu huyo. Waebrania 4 ilisema ya kwamba neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, tena linachoma hata kugawanya mfupa na hufunua siri za moyo. Mnaona? Mtu huyu si mtengenezaji, yeye ni mfunuzi. Mfunuzi wa kitu gani? Siri za Mungu. Pale ambapo makanisa yametatanishwa na kila kitu, yeye atakuja na neno la Mungu na kulifunua jambo hilo, kwa sababu yeye atairudisha imani ya watoto ielekee baba zao. Ile imani asili ya Biblia itarudishwa na malaika wa 7. Sasa, lo, jinsi ninavyopenda jambo hili. Siri zote za ile mihuri ambazo wale watengenezaji hawakuzielewa kikamilifu. Mnaona? Sasa angalia Malaki 4 kidogo tu. Vema, hebu uliwekee alama tu. Yeye ni nabii na anairudisha imani ya asili ya baba zao. Sasa tunamtazamia mtu huyo kutokea jukwaani. Yeye atakuwa mnyenyekevu sana, hata mamilioni 10 mara mamilioni 10 watanini. Vema, kutakuwako na kundi dogo litakalofahamu jambo hilo. Wakati mnakumbuka hivi majuzi, wakati ambapo Yohana alipaswa kuja, kulitabiriwa mjumbe kabla ya kuja kwa Kristo. Sauti ya mtu aliye nyikani, Malaki alimwona. Tazama, mlango wa 3 wa Malaki ni kule kuja kwa Eliya, ambaye alipaswa aje kutangulia kuja kwa Kristo. Unasema, lo, la, ndugu Branham, ni sura ya 4. Samahani, yeye alisema ilikuwa ni mlango wa 3. Sasa chukua mtakatifu, hebu uchukua Mathayo mtakatifu, mlango wa 11 na kifungu cha 6. Yeye atasema hivi.
mlango wa 11 ninaamini ni kifungu cha 6 cha 4 cha 5 au cha 6 karibu na mahali hapo. Yeye alisema, na ikiwa mnaweza kulipokea alipokuwa akinena kuhusu Yohana, huyu ndiye aliyenena habari zake, nitamtuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Sasa soma Malaki 3. Wengine wao hujaribu kuliweka kwenye Malaki 4. La bwana, hilo silo. Angalia Malaki 4, mara tu mtume huyu atakapotokea, ulimwengu umeteketezwa kabisa, nao wenye haki watatembea wakati wa ule utawala wa miaka 1000 juu ya majivu yao. Kwa hiyo naona kama ukimweka yeye awe ni yeye huko nyuma, basi Biblia ilisema jambo lisilo la kweli. Tumekuwa na miaka 2000 na ulimwengu hujateketezwa bado, na wenye haki wanaishi humo. Kwa hiyo lazima iwe ni siku zijazo. Lo jamani, ukienda hapa katika Ufunuo na uone kile mjumbe huyo katika wakati huu wa mwisho atakachopaswa kufanya, basi utaona ni kitu gani. Hana budi kuwa nabii. Hana budi kusikia sehemu hizi ambazo hao watengenezaji hawakuziona na kuziweka mle. Mathayo 28:19 yawezaje kulinganishwa na Matendo 2:38 bila ya ufunuo wa kiroho wa Mungu? Watu hawa wanawezaje kusema eti siku za miujiza zimekwisha na mambo kama hayo, na bila ufunuo wa Mungu? Njia pekee ambayo watapata kujua jambo hilo, kujua kama ni kweli ama ni makosa. Mnaona? Lakini wamepitia katika seminari. Laiti tungalikuwa na wakati wa kuingilia hayo. Nataka kuharakisha kwa sababu sitaki kuwakawisha hapa zaidi ya juma moja. Mnajua kile ninachomaanisha, hii kufungua mihuri hii. Nina siku moja nami ningependa kuwaombea wagonjwa siku hiyo nikiweza. Basi angalia Malaki 4, yeye ni nabii na anairudisha imani asili ya baba zao katika wakati wa mwisho, wakati wa ile dhiki utakapotimia. Sasa hapo kuna jambo dogo tutakalolirudia kwa dakika moja, ambapo ile miaka 3.5 ama majuma 70 ya Danieli, ile nusu ya mwisho ya majuma 70 ya Danieli ambayo ni miaka 3.5. Sasa sisi wangapi wanakumbuka hayo kutoka katika zile nyakati za kanisa? Mnaona kuna majuma 70 yaliyokusudiwa. Angalia jinsi lilivyokuwa kamilifu. Kasema Masihi atakuja, naye atakatiliwa mbali kama toleo katikati ya hilo juma, na dhabihu itakomeshwa. Ndipo kungali bado kuna miaka 3.5 inayongojewa kwa ajili ya fundisho la Masihi kwa Myahudi. Na Mungu hashughuliki na Myahudi na mataifa kwa wakati mmoja. Yeye huwashughulikia Israeli kama mataifa kama mtu binafsi. Yeye hakuchukua kamwe mataifa kuwa bibi harusi wake, amewachukua watu kutoka katika mataifa. Naona sasa yeye huwashughulikia Israeli kama taifa, na sasa yeye yuko hapo amekaa pale sasa kama taifa. Nilipata barua kutoka kwa Pobod, naye alikuwa akiniambia, alisema, ndugu Branham, ni kweli jinsi gani hawa Wayahudi wangali wana hisia za ajabu kwa mataifa, haidhuru kitu gani kilitendeka. Hakika watajisikia hivyo, wanapaswa kujisikia hivyo. Wakati Martin Luther alipotangaza ya kwamba Wayahudi wote wanapaswa kufukuzwa na majengo yao yateketezwe kwa sababu walikuwa wapinga Kristo. Naona Martin Luther alitoa tamshi hilo yeye mwenyewe katika maandishi yake. Sasa Hitler alitimiza tu yale Martin Luther aliyosema. Kwa nini Martin Luther alisema hivyo? Kwa sababu yeye alikuwa ni mtengenezaji, si nabii. Mungu ya kwamba nabii wangu aliwabariki Israeli, alisema yeyote anayewabariki ninyi atabarikiwa, na yeyote anayekulaani atalaaniwa. Nabii mmoja anawezaje kusimama na kukana yale yaliyosemwa na nabii mwingine? Hawezi kufanya hivyo. Haina budi kuwa katika upatano, unaona. Lakini hiyo ndio sababu wanaesa. Angalia Ujerumani inapaswa kuwa ni taifa la Kikristo, na wao jinsi walivyowatendea Israeli, bado adhabu inawaandama na huwezi kuwa laumu. Lakini kumbukeni tu, enyi Wayahudi mnaoketi hapa, msijali, siku inakuja Mungu hawezi kamwe kuwasahau. Wao walipofushwa kwa ajili yetu. Najua yeye alimwambia nabii, nabii alipaza sauti akasema, je, utamsahau Israeli? Akasema, toa ile fimbo ya kupimia, na je, mbingu zina urefu gani na bahari na kila gani? Akasema, singeweza kuipima. Akasema, haiwezekani mimi kuwasahau Israeli. Hao ni watu wake, watumishi wake, na kwa mataifa ni wachache tu wanaotwaliwa toka huko wapate kuwa bibi harusi wake. Hiyo ni kweli kabisa, huyo ndiye bibi harusi. Sasa majuma 70 yalikusudiwa kikamilifu, kama vile Danieli alivyosema kuwa Masihi angekuja na akatiliwe mbali katikati ya juma hilo.
na Yesu alitabiri miaka 3.5. Sasa katikati ya miaka hii 3.5 ya Danieli, katikati yake alikatiliwa mbali. Lakini sasa ile sehemu ya mwisho ni wakati wa ile dhiki, mahali lilipo kanisa la mataifa. Lo, jambo hili ni zuri sana. Sasa usinini, bibi harusi anaingia ndani pamoja na bwana harusi. Ndipo baada ya ule utawala wa miaka 1000 anatembea juu ya majivu ya waovu. Hebu ni waonyeshe jambo fulani hapa wakati tu tungali tunalikumbuka. Hebu tuwaonyesheni kile lilichosema, kile Biblia isemacho. Nasi hatuwezi kukana hili kuwa ni neno la Mungu. Tukilikana basi sisi ni makafiri. Unaona, hatuna budi kuliamini. Unasema silielewi, wala mimi sielewi, lakini namtazamia yeye alifunue. Tazama, kwa maana angalieni, siku ile inakuja inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi kama wa Marekani na wengineo, nao wote watendao uovu watakuwa makapi, itachomwa. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, haitawaachia shina wala tawi. Unapataje kuzimu ya milele katika jambo hilo? Basi unaona, ni siku za mwisho ambapo mambo haya yanafunuliwa. Hakuna mahali katika Biblia ambapo panasema kuwa kuzimu ni ya milele. Hivyo basi, kusudi uwe katika kuzimu ya milele, ingekupasa uwe na uzima wa milele upate kuishi kule. Kuna aina moja ya uzima wa milele, na huo ndio tunaoshindania. Kila kitu kilichokuwa na mwanzo kina mwisho. Kuzimu kuliumbiwa Ibilisi na malaika zake, nao watateketezwa na kuangamizwa kabisa. Naam, unaona. Lakini jambo hili litakapotendeka, aliachi hata tawi wala shina. Lakini kwa wao wanaolicha jina langu, jua la haki litawazukia, lenye kuponya katika mbawa zake. Mtatoka nje na kucheza kama ndama wa mazizini, nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile nitakapotenda hili, asema Bwana wa majeshi. Waovu watakuwa wapi baada ya ile dhiki? Majivu. Ikumbukeni sheria ya Musa niliyomwamuru Horebu kwa ajili ya Israeli wote, na amri na hukumu. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Amina. Hili hapa Agano la Kale likimalizikia hivyo, na hili hapa Agano Jipya likiishia kwa jambo lile lile. Utalikataje? Huwezi. Angalia, nitawapelekea Eliya nabii kabla ijaje siku ile, naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Haya basi, hilo ni neno la Bwana. Yeye aliliahidi, halina budi kutimia. Na sasa kama utaangalia jinsi jambo hili linavyotukia, linafurahisha jinsi Mungu anavyolitenda. Bibi harusi anaenda naye akiwa pamoja na bwana harusi, na ndipo baada ya jambo hilo waovu wanateketezwa kwa moto usiozimika. Na baada ya ulimwengu kutakaswa utachukua sura mpya. Kila kitu hakina budi kufanya hivyo, hakina budi kupitia katika hali ya kutakaswa. Volkano italipuka katika wakati huo mkuu wa mwisho, na ulimwengu utalipuka na kububujisha na kuondoka, na mahali hapa pote palipojaa uchafu wa dhambi na vitu vyote vilivyomo ulimwenguni vitayeyushwa, viangamizwa kabisa. Utateketezwa kwa moto mkali sana, hivi kwamba utakuwa kama kile kitakasaji kinachoirudisha rangi ya wino kwenye asili yake, jinsi ilivyoumbwa. Basi ndivyo moto kutoka kwa Mungu utakavyokuwa na joto sana, hata utabadilisha kila kitu kichafu kirudie hali yake tena, wakati atakapoteketezwa Shetani pamoja na dhambi zote na kila kitu. Na ndipo ulimwengu utakapotokea ukiwa mzuri kama ulivyokuwa huko katika bustani ya Edeni. Vyema, huo wakati mkuu ulio mbele yetu katika kipindi cha ile dhiki. Hili ndilo ninalotaka muone sasa, kitu kidogo nilichokiandika hapa. Katika wakati huu wa dhiki kuu, baada ya bibi harusi kuitwa atoke na kanisa kupitia katika kile kipindi cha dhiki, wale 144,000 wanaitwa na wale mashahidi wawili wa Ufunuo 11. Sasa angalia,
watatabiri siku 1260 huku wamevikwa magunia. Sasa tunajua hii kalenda ya Kirumi tuna siku 28 na wakati mwingine na 30 na 31, lakini kalenda halisi inaonyesha hizi siku 30 kwa kila mwezi. Vyema, nachukua 100 siku 1260 na uzigawanye kwa 30 na uone unachopata. Miaka 3.5 barabara juu ya alama. Huo ndio wakati uliokusudiwa, wakati wa kuhubiriwa kwa ujumbe wa Masihi kwa Israeli, kama ilivyokuwa huko nyuma, atakaporudi na kujitambulisha mwenyewe katika mfano, kusudi yeye atakapokuja. Wakati Yusufu alipopelekwa nchini kule na akakataliwa na ndugu zake kwa sababu alikuwa ni mtu wa kiroho, yeye aliweza kuona maono na kutafsiri ndoto. Na alipokataliwa, alipelekwa nchini kule na kuuzwa kwa karibu vipande 30 vya fedha. Yeye alikuwa mfano wa Kristo kabisa, kwa sababu ilikuwa ni roho wa Kristo ndani yake. Tazama kilichotendeka basi. Na tazama ya kwamba alipotenda jambo hili aliwekwa kifungoni, na mtu mmoja aliokolewa na mwingine alipotea. Ni Yesu kabisa tu. Wakati alipokuwa kifungoni pale msalabani, mwivi mmoja aliokolewa na huyo mwingine akaangamia. Hakika alitupwa kaburini akidhaniwa amekufa, naye akanyakuliwa akapandishwa na kwenda kuketi mkono wa kuume wa Farao, hivi kwamba kuna mtu angaliweza kumwona Farao pasipo kumwona Yusufu kwanza. Yesu anaketi katika mkono wa kuume wa Mungu, na hakuna mtu awezaye kuja kwa Baba pasipo kupitia kwa Mwana. Hema, na tazama kila wakati Yusufu alipoondoka, wakati Yusufu alipoinuka kutoka kwenye ule mkono wa kuume wa hicho kiti cha enzi, angalia utukufu. Huyo hapo Yusufu ameketi kwenye mkono wa kuume wa Farao. Na wakati Yusufu alipoinuka kuondoka kwenye kile kiti cha enzi, baragumu ilipigwa. Pigeni magoti kila mtu, Yusufu yuaja. Huyo mwana-kondoo atakapoondoka kwenye kile kiti cha enzi huko juu katika siku zake za kazi ya upatanisho, yeye atakapoondoka kwenye kile kiti cha enzi kule juu na kukitoa hicho kitabu cha ukombozi na kuondoka, kila goti litapigwa. Huyo hapo, angalia. Na wakati Yusufu alipokataliwa na ndugu zake, alipewa mke mataifa. Potifa alikuwa amempa Farao alimpa mke mataifa, naye akamzalia wana mataifa, nusu mataifa na nusu Wayahudi. Wao walionyesha ishara kuu. Wakati Yakobo alipokuwa akiwabariki Efraimu akiwa upande mmoja na Manase mwingine, yeye alipitanisha mikono yake na kumpa mwana mdogo baraka. Nao hao wana wawili walijumulishwa katika yale makabila 12, ambaye alikuwa ni 10 tu kwa wakati ule, naye aliwabariki katika Yakobo mwenyewe. Na Yusufu mwanawe nabii akiwa amesimama pale alisema, "Baba, umekosea." Akasema, "Umeweka mkono wako wa kuume wa baraka juu ya mwana mdogo, wakati ulipaswa kuwa juu ya yule mkubwa." Naye akasema, "Najua mikono yangu imepitanishwa, lakini Mungu ndiye aliyeipitanisha." Ni nini? Israeli wakiwa na haki ya kuwa bibi harusi walikataa na kuuza haki yao ya mzaliwa wa kwanza. Na nini ikaenda toka kwa mwana mkubwa Israeli ikamwendea yule mdogo mataifa, na baraka zilitoka hapo kupitia msalabani zikamwendea mataifa. Lakini tazama, baada ya jambo hilo, unaona, kupitia katika jambo hilo, wakati nini wote alikuwa amemtoa bibi harusi wake, lakini wakati hao wavulana waliposhuka kuja kununua chakula, lo, ni mfano mzuri sana. Nimeacha kunena kuhusu ule muhuri, lakini sina budi kusema tu jambo hilo, unaona, kwa sababu utaipata ile picha vizuri zaidi, ninaamini. Angalia sasa, waliposhuka wakaja kununua chakula, unajua Yusufu aliwatambua mara moja. Na Yusufu alikuwa ni mwana wa ufanisi. Haidhuru yeye alikwenda wapi, daima kulikuwa na kufanikiwa. Ngojeni mpaka yeye atakaporudi duniani tena. Ngojeni mpaka Yusufu wetu atakapokuja. Naona jangwa litachanua kama waridi, na jua la haki litazuka lenye kuponya katika mbawa zake. Lo, jamani, mipungate yoyote iliyoko huko Arizona itastawi kuwa miti maridadi, na kutakuwa
kunapendeza. Tazama, huyu hapa anakuja, naye anawafanyia vitimbi vidogo pale. Ndipo anawatuma na kusema, je, baba yangu yungali hai bado? Unaona, yeye alitaka kujua kama baba wa mvulana huyo alikuwa hai. Kasema ndiyo, alijua huyu alikuwa ni ndugu yake. Lakini uliona, wakati alipokuwa tayari kujitambulisha mwenyewe kwa ndugu zake, basi alimuona kijana Benyamini aliyezaliwa tangu yeye ameondoka, na huyo anawakilisha wale Wayahudi hawa 144,000 wanaokusanyika kule sasa tangu yeye alipoondoka. Na wakati aliporudi, yeye alisema alimtazama Benyamini, moyo wake ulikuwa karibu kupasuka. Basi kumbuka, walikuwa yeye hawakujua ya kwamba yeye aliweza kuzungumza Kiebrania, alikuwa anatafsiriwa na mkalimani. Alijifanya kama kwamba alikuwa Misri, unaona. Na ndipo alipojitambulisha, alitaka kujitambulisha mwenyewe, alikaza kumtazama kijana Benyamini. Tena kumbukeni, yeye alimuondoa mke wake. Mke wake alikuwa katika jumba la kifalme hapo alipojitambulisha mwenyewe kwa ndugu zake. Na yule bibi harusi mataifa, yule mke, baada ya Yesu kukataliwa na watu wake mwenyewe, ameoa bibi mataifa, naye atamwondoa hapa, ampeleke katika jumba la kifalme, kwenye nyumba ya baba yake utukufuni kwa ajili ya karamu ya harusi. Ndipo ataondoka kisiri, ashuke chini, akajitambulishe mwenyewe kwa ndugu zake wale 144,000. Wakati huo huyo hapo amesimama. Tena kumbukeni, tazama huo mfano ulivyo mkamilifu. Na wakati aliporudi mahali hawa walipokuwa, aliwaangalia na kusema, akaanza kuangalia, na wakaanza kuzungumza, wakasema, sasa Rubeni, wajua sasa tumepatikana, mnaona? Kwa sababu unajua tulichotenda, tulimuingiza mvulana huyu katika hatari hii. Sasa tusingalimuuza ndugu yetu. Huyu alikuwa ni ndugu yao, akiwa ameketi hapo, huyo mtawala mkuu, wala hawakujua. Hiyo ndiyo sababu Israeli hawawezi kumfahamu leo, wakati ungali bado wakujua. Na halafu yeye, wao walidhani hangefahamu Kiebrania, bali alikuwa akiwasikiliza kabisa. Wakasema, sasa tumepatikana. Na Yusufu alipoangalia hakuweza kuvumilia tena. Sasa kumbukeni, mke wake pamoja na watoto wake walikuwa ndani ya jumba la kifalme wakati huo. Wale watakatifu wameondoka machoni pake. Ndipo akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu. Ndipo akakimbia na kumkumbatia kijana Benyamini, akamwangukia shingoni na kuanza kulia. Mnaona, naye akajitambulisha. Ndipo wao wakasema, sasa tunajua tutajuta kweli, kwa maana tulimuuza. Sisi ndio tuliomuuza, sisi ndio tuliojaribu kumuua. Sasa tunajua yeye atatuua. Akasema, la, msijikasirikie, mlitenda jambo hili kusudi muhifadhi uhai. Hiyo ndio sababu Mungu alinileta huku. Naye anapojitambulisha, Biblia ilisema kama tulivyopitia, atakapojitambulisha kwa hao 144,000 kule, maskini yule Benyamini wa siku hizi na mabaki ya wale Wayahudi waliobaki kule, atakapojitambulisha mwenyewe, wao watasema, je, majeraha hayo ulio nayo uliyapata wapi? Ni ya nini mkononi mwako? Yeye atasema, lo, niliyapata katika nyumba ya rafiki zangu. Unaona, lo, ndipo watakapotambua ya kwamba wamemuua Masihi. Lakini je, yeye atasema nini kama tu vile Yusufu alivyosema, mlifanya jambo hili ili muhifadhi maisha, kuhifadhi maisha, msijakasirikie? Kwa sababu kwamba mataifa hawangeingizwa kama Wayahudi, hawangetenda huo ujanja uliowapofusha. Kwa hiyo yeye aliokoa maisha ya kanisa kwa mambo waliofanya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Hiyo ndio sababu leo wao hawawezi kufahamu jambo hili. Ile saa haijatimia, wala sisi nasi hatungeweza kuyafahamu mambo haya mpaka wakati utimie wa mambo hayo kufahamika. Lo, jamani, zile ngurumo 7 za ufunuo, na amwonyeshe bibi harusi jinsi ya kujitayarisha kwa ajili ya hiyo imani kuu ya kuhamishwa. Sasa hebu na tuharakishe, kwa sababu hatuna kama dakika 15-20 zilizobakia. Sasa huyu farasi mweupe anamaanisha nini? Hebu nisome nini. Nimekuwa mbali sana, samahani kwa kuacha somo langu, lakini nitakisoma tena kifungu hiki, hivyo vifungu viwili. Kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wa 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo uone. Nikaona natazama farasi mweupe. Sasa tunaelekea kwenye kifungu cha pili. Farasi mweupe.
na yeye aliyempanda anauta akapewa taji. Naye wakati huo hakuwa nayo, akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Ni hayo tu kuhusiana nao, muhuri wenyewe ndio huo. Sasa hebu na tutafute mifano hiyo. Tuliona maana ya ngurumo ni nini. Hilo ni kweli kabisa, tunajua hivyo. Mnaona, ile ngurumo ilikuwa ni sauti ya Mungu hapo ule muhuri ulipofunguliwa. Sasa maana ya farasi mweupe ni nini? Sasa hapa ndipo ufunuo unapokuja. Nina hakika sana ya jambo hili, kama ninavyosimama hapa nikijua hili ni neno. Nimeshasoma kila kitabu nilichoweza kukipata juu ya hilo. Na kwa nini mimi wakati wa mwisho nilipojaribu kupitia kufundisha tu kama miaka 30 iliyopita, nilichukua kitabu. Mtu fulani alikuwa ameniambia kuwa Wasabato walikuwa na nuru zaidi kuhusu kuja kwa pili kwa Kristo kuliko watu wote waliowajua. Kwa hiyo nikapata baadhi ya vitabu vyao vilivyo bora nisome jambo hilo. Nilichukua kitabu cha Smith kuhusu Danieli cha Ufunuo, naye alisema huyu farasi mweupe aliyetoka kaenda alikuwa mweupe, naye alikuwa ni ishara ya mshindi. Na katika kushinda huku, wengi wenu ninyi ndugu wa Kisabato hapa mnakifahamu kitabu hicho, na wengi wenu ninyi wengine pia kwa kukisoma. Na vingine nilisoma viwili ama vitatu nilisoma, nami siwezi kukumbuka. Kuna vitabu vingine viwili nilivyosoma, na hao watu wawili walikubaliana kwamba hilo ni sahihi. Hao walikuwa ni walimu wazuri, wanaonekana kuwa ni miongoni mwa walio bora sana na wenye ufahamu wa kuwazidi wengine. Kwa hiyo nikawazia vema, kama sijui nitasema tu yale waliosema, nitajaribu kulifundisha namna hiyo hiyo. Walitoa maelezo bora sana kuhusu hilo, alimaanisha nini hasa. Na wakasema sasa hapa pana farasi mweupe, na farasi mweupe ni nguvu, farasi wa vita. Naye akasema mtu huyo aliyempanda huyo alikuwa farasi mweupe, alikuwa ni Roho Mtakatifu aliyetoka kaenda katika wakati wa kwanza na kuupatia ushindi ufalme wa Mungu. Yeye alikuwa na uta mkononi mwake, ambao maana yake ni kama vile Cupid. Yeye alitupa mishale ya upendo katika mioyo ya watu, upendo wa Mungu, naye akashinda. Sasa hilo linasikika ni nzuri sana, bali si kweli. La Bwana, naam, haikuwa hivyo. Nyeupe kweli inamaanisha haki tu, tunatambua jambo hilo. Nyeupe inamaanisha haki. Hao walimu walifundisha jambo hilo, ya kwamba ilikuwa ni Roho Mtakatifu akishinda katika ule wakati wa kwanza. Lakini mimi, ufunuo wangu kwa Roho Mtakatifu si hivyo. Ufunuo wangu kwa njia ya Roho Mtakatifu ni Kristo, na Roho Mtakatifu ni mtu yule mmoja, ila tu katika hali tofauti. Kwa hiyo hapa yupo Kristo amesimama, yule mwana kondoo. Tunajua yeye alikuwa ni mwana kondoo. Yeye alikuwa amesimama hapa, ameshika vile vitabu mkononi mwake, na pale anaenda yule mpanda farasi mweupe. Unaona? Kwa hiyo haikuwa ni Roho Mtakatifu. Sasa hiyo ni mojawapo ya siri za siku za mwisho, jinsi ambavyo Kristo aweza kuwa zile nafsi tatu katika mmoja. Si watu watatu mbalimbali, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wakiwa miungu watatu, kama vile waamini utatu wanavyojaribu kutuambia jambo hilo liko hivyo. Ni matatu, ni madhihirisho matatu ya mtu yule yule, ama unaweza kuziita ofisi tatu. Kama unawazungumzia wahudumu, usingetumia ofisi, sababu vema imetokea kwamba nimewazia ninanaswa kwenye kanda. Kwa hiyo nitawaambia, bila shaka Kristo hangesema nitaiomba ofisi yangu naye atawatumia ofisi nyingine. Tunajua jambo hilo. Lakini ukitaka kuliweka vizuri, ni sifa tatu za Mungu yule yule. Unaona? Si miungu watatu, sifa tatu za Mungu yule yule. Unaona? Na kwa hiyo ingewezekanaje Kristo atoke kwenda kule farasi mweupe akishinda, na hali amesimama hapa ameshika kitabu mkononi mwake? Si hivyo. Hata hivyo, huyo si Kristo. Angalia sasa, Roho Mtakatifu katika ufunuo na Kristo ni Roho Mtakatifu ni Kristo katika hali nyingine. Vema, angalia, mwana kondoo ndiye aliyevifungua vile vitabu, na huyo mwana kondoo ni Kristo. Na Kristo haonekani tena kutoka wakati huo, lakini yeye anaonekana katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 akija amepanda farasi mweupe.
Kama mngependa kuyasoma, hebu na tufungue Ufunuo 19:11. Na tuisome haraka sana wakati tungali tuna wakati wa kutosha. Natumaini ndivyo itakavyokuwa vyema kidogo zaidi kwetu. 19:11. Tuanzie kwenye aya ya 11 na tuendelee kusoma ikiwemo aya ya 16. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweupe, si duniani, ni mbinguni. Mnaona? Na yeye aliyempanda aitwaye Mwaminifu wa Kweli, kwa haki anahukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na juu ya kichwa chake kulikuwako vilemba vingi. Angalia hiyo taji, naye ana jina lililoandikwa asilojua mtu ila mwenyewe. Laiti ningaliweza kusimamia kwenye jambo hilo kwa muda kidogo tu. Lo, jamani, nina wazo zuri, lakini pengine ningeweza kama ninyi. Kusanyiko linasema endelea. Mnaona, hakuna yeyote alijuaye. Je, uliwahi kujua ya kwamba jina la Yehova si sahihi? Mtu yeyote anajua. Daktari Veil, unajua hiyo ni kweli. Wafasiri hawakuweza kulitafsiri. Linaendelezwa hivi: YUHVJVHU, na maanisha si Yehova. Hawakuweza kulipata, hawajui ni nini. Waliliita Yehova, lakini alikuwa ni jina lake. Angalia, kila wakati ushindi unapopatikana au jambo fulani linapotendeka, jina hubadilishwa. Angalia katika siku za Ibrahimu, yeye alikuwa kwanza Abraham, naye hangeweza hata kidogo kumpata mtoto yule mpaka jina lake lilipobadilishwa likawa Ibrahimu. Na Sarai, Sarai, hangekuwa na chochote ila tumbo la uzazi lililokufa mpaka jina lake lilipobadilishwa likawa Sara. Yakobo maana yake ni mlaghai, mdanganyifu. Na hivyo ndivyo yeye alivyofanya. Alivaa ngozi ya kondoo na kumdanganya baba yake nabii ili achukue haki za mzaliwa wa kwanza. Aliweka fito za mlubna majini, akazibambua, akawagutusha ng'ombe walipokuwa wana mimba ya nini na ndama wao wachanga, kuwafanya wawe ng'ombe na kondoo wenye madoadoa. Si chochote ila mdanganyifu. Lakini usiku mmoja akakamata kitu fulani halisi, naye alijua kilikuwa halisi, naye akakishikilia. Basi akakishikilia mpaka akashinda. Ndipo jina lake likabadilishwa na akaitwa Israeli, ambalo maana yake ni mtawala mwenye nguvu mbele za Mungu. Je, hilo si ni kweli? Kila mshindi. Simoni alikuwa mvuvi, lakini imani yake iliposhika, naye alijua huyo alikuwa ni Yesu. Wakati alipomwambia yeye alikuwa ndiye Masihi, na akamwambia jina lake ni nani na babaye aliitwa nani, alitiishwa na kubadilishwa toka Simoni akawa Petro. Sauli, jina zuri. Sauli alikuwa ni mfalme wakati mmoja katika Israeli, lakini yeye Sauli halikumfaa mtume. Pengine lingekuwa lafaa kwa mfalme, bali si kwa mtume. Kwa hiyo Yesu alilibadilisha jina lake kutoka lipi? Kutoka Sauli likawa Paulo. Angalia wale wana wa ngurumo na wengineo waliofuata. Na Yesu, jina lake duniani lilikuwa mkombozi. Yesu alipokuwa duniani, yeye alikuwa mkombozi. Hiyo ni kweli. Lakini yeye aliposhinda mauti na kuzimu na kuvishinda na akapaa juu, yeye alipata jina jipya. Hiyo ndio sababu mnapazia sauti mambo wanayofanya, na wao hawaelewi kitu. Litafunuliwa katika zile ngurumo. Naona, angalia zile siri. Yeye waja amepanda. Lazima kuwe na jambo fulani la kulibadilisha kanisa hili. Mnajua hilo, lazima kuwe na jambo fulani. Tazama, asilolijua mtu yeyote ila yeye mwenyewe. Sasa tazama, asilolijua mtu yeyote ila yeye mwenyewe, naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, na jina lake aliitwa Neno la Mungu. Lo, jamani, tazama, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe na safi, na upanga mkali utoka kinywani mwake, ili wapige mataifa kwa huo. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi.
naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Huyo hapo Masihi yuaja. Huyo hapo si jamaa huyu aliyempanda farasi huyu hapa nyuma. Angalieni tofauti zao. Huyu hapa amesimama, ameshika kile kitabu mkononi mwake. Hapa kazi ya ukombozi iko tu, yeye hakuwa amepachukua mahali pake bado. Kwa hiyo huyo aliyetoka kuwa ni Kristo, Roho Mtakatifu. Sio kwamba ninawapinga hao watu mashuhuri, la Bwana, sifanyi hivyo. Singependa kufanya hivyo, lakini hivi ndivyo ufunuo wangu kuhusu jambo hilo ulivyo. Unaona, kama una jambo lingine tofauti, vema, ni vyema, lakini si vyema kwangu. Unaona, ninaamini jambo hilo namna hii. Naona sasa mnajua ilivyo. Unaona? Natazama Kristo haonekani tena, unaona, tangu wakati huo pale, lakini yeye amepanda juu ya farasi mweupe. Kwa hiyo kama jamaa huyu amepanda farasi mweupe, yeye ni mwiga Kristo tu. Unaona? Mnalipata jambo hilo? Angalia, yule mpanda farasi aliye juu ya farasi mweupe hana jina lolote. Yeye aweza kutumia vyeo viwili au vitatu, unaona, bali yeye hana jina lolote. Lakini Kristo ana jina. Ni lipi? Neno la Mungu. Hilo ndilo jina lake. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili. Unaona? Yule mpanda farasi hana jina, lakini Kristo anaitwa neno la Mungu. Hivyo ndivyo yeye alivyo. Yeye anaitwa hivyo. Sasa yeye ana jina asilolijua mtu, lakini yeye anaitwa neno la Mungu. Huyu jamaa haitwi chochote, mnaona, lakini yeye amepanda farasi mweupe. Mpanda farasi huyo hana mishale ya uta wake. Umegundua hilo? Alikuwa na uta, lakini hakuna chochote kilichosemwa kuhusu kuwa na mishale yoyote. Kwa hiyo lazima awe ni mlaghai. Vyema. Huenda ana ngurumo nyingi sana pasipo umeme. Lakini unaona kwamba Kristo alikuwa na vyote viwili, umeme na ngurumo. Kwa kuwa watoka katika kinywa chake kunatoka upanga mkali wenye makali kuwili, naye anawapiga mataifa kwa huo. Jamaa huyu hawezi kupiga chochote, unaona, bali yeye anatekeleza fungu la mnafiki. Yeye anaenda amepanda farasi mweupe, akienda apate kushinda. Kristo ana upanga mkali, na tazama unatoka kinywani mwake. Neno lililo hai, yaani neno la Mungu lililofunuliwa kwa watumishi wake. Kama yeye alivyomwambia Musa, nenda simama pale na ushikilie fimbo hiyo huko, uite nzi, na nzi wakatokea. Hakika lolote alilolisema yeye alilitenda, nalo likatimia. Neno lake lililo hai. Mungu na neno lake ni mtu yule yule. Mungu ni neno. Ni nani huyu mpanda farasi wa siri wa wakati wa kwanza wa kanisa basi? Ni nani? Hebu na tulichunguze hilo. Ni nani huyu mpanda farasi wa siri anayeanzia katika ule wakati wa kwanza wa kanisa na kuendelea kumpanda farasi kufikia umilele, anaenda mpaka mwisho? Muhuri wa pili unatokea na kuendelea moja kwa moja mpaka mwisho. Muhuri wa tatu unatokea na kuendelea mpaka mwisho. Wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, kila mmoja wa hiyo unaishia hapa mwishoni. Na katika wakati wa mwisho, magombo haya yaliyokunjwa wakati wote yenye siri hizi ndani yatavunjwa. Ndipo siri zitatokea, zijulikane kwamba ni nini. Lakini kwa kweli zilianzia katika ule wakati wa kwanza wa kanisa. Kwa sababu kanisa, ule wakati wa kwanza wa kanisa ulipokea ujumbe kama huu. Mpanda farasi mweupe alitoka kaenda. Mnaona? Yeye ni nani? Yeye ana nguvu katika nguvu zake za kushinda. Yeye ni mtu mkuu katika nguvu zake za kushinda. Je, mnataka niwaambieni huyo ni nani? Huyo ni yule mpinga Kristo. Ni yeye kabisa. Sasa kwa sababu unaona, kama mpinga Kristo, Yesu alisema ya kwamba hizo mbili zingefanana sana, hata ingewapoteza walio wateule bibi harusi kama yamkini. Mpinga Kristo ni roho wa mpinga Kristo. Kumbukeni katika zile nyakati za kanisa tulipofungua ule wakati wa kanisa wa kwanza kule nyuma,
tuliona ya kwamba Roho Mtakatifu alipinga kitu fulani walichoanzisha katika wakati ule wa kanisa, na hicho kiliitwa matendo ya Wanikolai. Je, mnakumbuka jambo hilo? Niko maana yake ni kutiisha, lai maana yake ni kanisa, yaani washiriki. Unikolai, kutiisha washiriki, kumwondoa Roho Mtakatifu kanisani na kumtoa wote kwa mtu mmoja mtakatifu, kumfanya awe ndiye bosi wa yote. Mmepitia hayo, mnaona Unikolai. Angalia, Unikolai ulikuwa ni msemo katika kanisa moja, ukawa fundisho katika wakati wa kanisa uliofuata, na katika wakati wa tatu wa kanisa uliokuwa ni utekelezaji, nao walifanya baraza la Nikea, na hapo ndipo basi ukafanywa kuwa ni fundisho kanisani. Na kitu cha kwanza kilichotukia kilikuwa ni nini? Madhehebu yalitokea kwake. Je, hiyo ni kweli? Amina. Niambie madhehebu ya kwanza ya kanisa mahali yalikotoka. Kanisa Katoliki la Kirumi. Niambie kama Ufunuo hausemi katika kitabu cha Ufunuo 17 ya kwamba alikuwa ni kahaba na binti zake walikuwa ni makahaba. Hicho ndicho kitu kile kilichofanya madhehebu pamoja naye malaya, wakichukua chukizo, uchafu wa uzinzi wao kama mafundisho, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Angalia, yeye anaondoka, anaenda akashinde. Mwangalieni, hana taji. Yule mpanda farasi mweupe ninayenena habari zake hapa, mnaona na akapewa taji baadaye. Mnaona, yeye hakuwa na taji kwanza, lakini alipewa taji. Angalia, baadaye yeye alipewa taji. Naam, taji tatu katika moja. Hiyo ilikuwa ni miaka 300 baadaye, huko kwenye baraza la Nikea, wakati alipoanza roho ya Unikolai kuunda madhehebu miongoni mwa watu, na ndipo ikaendelea na kuendelea na kuendelea, ikawa msemo, kisha ikawa fundisho. Nakumbuka Kristo alipokuwa akilizungumzia kanisa kule nyuma, alisema, nawe wayachukia matendo ya hawa Wanikolai, ambayo nami nayachukia pia. Kujaribu kushinda kumweka Roho Mtakatifu juu ya mtu mmoja mtakatifu pekee aweze kuwasamehe dhambi zote na kila kitu. Nasi tulilisoma jambo hilo tu pale ambapo Paulo alinena habari zake. Kitu hicho kingeketi katika siku za mwisho, naye hangefunuliwa mpaka siku za mwisho. Ndipo yeye azuiaye atamwondoa Roho wa Mungu kutoka humo, ndipo atajifunua mwenyewe. Leo hii yeye amejificha chini ya umbo la uongo la farasi mweupe. Mtazame jinsi anavyobadilika kutoka huyo farasi mweupe katika dakika chache. Yeye hawi tu farasi mweupe, anakuwa mnyama mwenye vichwa vingi na pembe nyingi. Mnaona? Huyo farasi mweupe yeye ni mdanganyifu sana, na hiyo ndio sababu watu hawakumjua wakati wote huu. Walimdhania, lakini ndiye huyu hapa sasa atafunuliwa na maandiko. Angalia, wakati Unikolai, hebu ona mpinga Kristo mwishowe anafanyika mwili ndani ya mwanadamu, ndipo anavikwa taji. Anapoanza kama roho ya Unikolai kanisani, yeye ni roho, huwezi kumvika taji roho. Lakini miaka 300 baadaye akawa papa, na ndipo wakamvika taji. Yeye hakuwa na taji mwanzoni, lakini alipata taji baadaye. Unaona, wakati huyo roho alipofanyika mwili. Unaona, akafanyika mtu. Mafundisho ya Unikolai yakafanyika mtu, ndipo waliweza kumvika taji. Hawakuweza kumvika taji kwa sababu yeye alikuwa ni fundisho tu. Utukufu! Angalia, na wakati huyu Roho Mtakatifu tuliye naye atakapofanyika mwili kwetu, yule aliye kati yetu sasa katika umbo la Roho Mtakatifu akifanyika mwili kwetu katika utu wa Yesu Kristo, tutamvika taji, mfalme wa wafalme. Hiyo ni kweli, mnaona? Sasa kumbukeni, mnamo wakati Kristo alipoketi juu ya kile kiti cha enzi, mpinga Kristo aliketi juu ya kiti cha enzi, Yuda. Mnamo wakati ule Kristo alipoondoka duniani, Yuda aliondoka duniani. Yapata tu wakati Roho Mtakatifu alirudi, mpinga Kristo akarudi.
Unajua Yohana alisema hapa, watoto wadogo, singependa msifahamu unajua kuhusu mpinga Kristo ambaye tayari amekwisha kuja na anatenda kazi katika wana wa kuasi. Yule mpinga Kristo wakati huo ndiye huyo hapo anaanza kuchukua pale umbo la roho wa Unikolai kuunda madhehebu. Si ajabu nilikichukia kitu hicho. Unaona? Haya basi, haikuwa ni mimi, ilikuwa ni kitu fulani hapa ndani. Kitu chenyewe ndio hicho. Kimefunuliwa, nakiona. Nami nilikuwa nimekizunguka kote. Sikuweza kukiona hadi sasa, nami najua jambo hilo sasa. Hilo hapo, hiyo roho ya Unikolai Mungu aliyochukia. Na sasa roho huyo alifanyika mwili, nao wakamvika taji. Na hili hapa papa hapa ambalo Biblia ilisema wao wangetenda nayo ni kweli kabisa. Lo jamani, kufanyika mwili akawa mwanadamu, na ndipo wakamvika taji. Soma hasa jinsi Danieli anavyosema atatoa ufalme wa kanisa. Ningependa kulisoma. Tuna wakati wa kulisoma, sivyo? Amina. Vema, sikilizeni, hebu na turudi kwa Danieli kwa muda mfupi tu. Fungueni kitabu cha Danieli na tutasoma kidogo tu, na tutachukua labda dakika nyingine 15, dakika 20 ama 30 ama kitu kama hicho. Vyema. Amina. Hebu na tuchukue Danieli mlango wa 11, na hebu na tuchukue kifungu cha 21. Hii hapa Danieli akinena sasa jinsi jamaa huyu atakavyotwaa mamlaka. Kisha badala yake atasimama mmoja, mtu astahiliye kudharauliwa, akizungumzia Roma, ambaye hawakumpa heshima ya ufalme. Angalia sasa, lakini atakuja kwa amani, naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza. Hivyo ndivyo hasa jinsi alivyofanya. Hivyo ndivyo Danieli alivyosema huyu mpinga Kristo angefanya. Yeye ataridhisha matakwa ya watu. Naam, jambo hilo linalingana na nini yao, menyu yao kwa siku hii kwa makanisa. Kwa kuwa katika wakati huu wa kanisa, wao hawalitaki neno Kristo, lakini wanataka kanisa. Jambo la kwanza, hawakuulizi kama wewe ni Mkristo. Je, wewe ni wa kanisa gani? Ati kanisa gani? Hawamtaki Kristo aliye neno. Hebu nenda ukawaambie kuhusu neno na jinsi ya kuwa wanyofu. Hawataki hilo, wanataka kitu fulani, kuishi tu kwa njia yoyote watakayo, na hata hivyo waendelee kuwa wa kanisa na kupata ushuhuda wao. Unaona? Kwa hiyo unalingana na menyu vizuri kabisa. Na kumbukeni, mwishowe aliitwa mwanamke katika Biblia, naye alikuwa ni kahaba na alikuwa na mabinti. Analingana kabisa na matakwa ya siku hizi, yale watu wanayotaka. Ndivyo hasa Mungu ameahidi. Hilo neno linapokataliwa, basi wao hugeuzwa kuziendea tamaa zao. Hebu na tusome Wathesalonike tena. Hebu na watakeni mwangalie hapa kwa muda kidogo tu. Naam, vema, tulisoma jambo hilo sasa hivi tu. Wathesalonike wa pili 2:9 hadi 11 ilisema ya kwamba wangefanya namna hiyo, wakidharau, wakikataa ile kweli, wangepewa nia za ubatili, nao wangeamini uongo na kuangamizwa nao. Sasa hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyosema. Sasa je, hiyo si ndiyo shauku ya kanisa siku hizi? Hebu kazana kuwaambia watu wanapaswa kufanya hili lile au lingine, nao watakujulisha upesi sana ya kwamba wao ni Wamethodisti, Wapresbiteri au wengineo, nao si lazima wafuate nyayo zako. Mnaona, hakika wanataka hilo. Na Mungu alisema, wakilitaka nitawaruhusu tu walipate, nami kweli nitawafanya waamini ya kwamba hiyo ni kweli, kwa maana nitawapa nia ya ubatili kuhusu kweli. Sasa tazama hapa kile Biblia isemacho pia, kama vile Yane na Yambre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo jamaa hawa katika siku za mwisho wakiwa na nia ya ubatili kuhusu ile kweli, na watabadili neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, wakimkana Bwana Mungu. Sasa unaona jambo hilo lilipo, si Wakatoliki tu bali na Waprotestanti. Ni kitu hicho chote, ni ulimwengu wote wa kimadhehebu. Huyo ndiye huyo mpanda farasi mweupe chini ya njia ya kanisa jeupe lenye haki, mnaona, lakini ni mpinga Kristo.
hawana budi kufanana. Amepanda farasi, hata kama tu Kristo anavyokuja amepanda farasi. Mnaona? Lo, mpinga. Wanafanana sana, ingewapoteza walio wateule. Naye huyu hapa, yeye ni mpinga Kristo. Yeye alianza kupanda katika ule wakati wa kwanza wa kanisa. Sasa anaendelea kumpanda farasi, anaendelea katika kila wakati. Sasa mwangalie, unasema huko nyuma kabisa katika ule wakati wa mitume, yeye aliitwa Unikolai kule. Ndipo wakati uliofuata wa kanisa, ndipo akawa fundisho kanisani. Kwanza yeye alikuwa ni msemo tu, kisha akawa fundisho. Watu werevu, mashuhuri, waliovalia vizuri, walioelimika sana, wenye akili nyingi hawakutaka makelele hayo yote kanisani. La, wao hawakutaka upuzi wowote wa Roho Mtakatifu. Halina budi liwe ni kanisa. Nasi sote tutapitia katika baraza la Nikea na kadhalika huko Roma. Ndipo walipofika hapo, wakachukua kanisa na kuchukua ukafiri, ukatoliki wa Kirumi, ama ukafiri Rumi ya kikafiri na ushirikina kidogo, na kumchukua nani, Astarte, malkia wa mbinguni, na kumbadili awe Mariamu yule mama, kuwafanya wafu wawe wapatanishi na kadhalika. Kisha wakauchukua huo mkate mwembamba wa mviringo ambao ungali unawekwa hapo na kuita eti ni mwili wa Kristo, kwa sababu unamwakilisha mama wa mbinguni. Na Mkatoliki anapopita pale anafanya alama ya msalaba, kwa sababu taa hizo zinazowaka ndani humo unachukuliwa kuwa ni ule mkate mwembamba wa mviringo ambao umebadilishwa ukawa Mungu kwa uweza wa kasisi, wakati si kitu kingine ila ni ukafiri dhahiri tu. Unaona, hiyo ni kweli. Sielewi kabisa. Vema, naam, naelewa. Ndiyo, naelewa. Naam Bwana, naelewa na jambo hilo kwa neema ya Mungu, hakika. Sasa tazama, lo jamani, jinsi wanavyoweza kutenda jambo hilo. Unaona, nao wanapewa wanayoyatamani. La, hilo ni kweli. Si lazima utende jambo hilo. La Bwana, usipotaka kutenda jambo hilo, ulazimishwa kulitenda. Kama utaki kuifuata njia ya Mungu vile ipaswavyo kuenenda na mambo mengineyo na jinsi ya kuabudu, si lazima utimize hilo. Mungu amlazimishi mtu yeyote alitende. Lakini hebu nikwambie jambo fulani. Kama jina lako liliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, utafurahi sana kufanya hivyo. Uweze kuvumilia kungoja dakika utakayofanya jambo hilo. Angalia hapa, mnasema nataka mtu ya kwamba mimi nina kicho vivyo hivyo. Vema, hilo laweza kuwa ni kweli. Angalieni, ni nani angeweza kusema hao makuhani hawakuwa watu wa dini katika siku za Bwana Yesu? Ni nani angeweza kusema Israeli hawakuwa wenye dini kule jangwani wakati walikuwa hata? Vema, Mungu ameibariki mara nyingi sana. Naam, yeye aliwabariki wao pia. Hawakuhitaji hata wafanye kazi kupata riziki yao. Yeye aliwalisha kutoka mbinguni. Na Yesu alisema hao kila mmoja wao wamepotea na kuisha na kuangamia. Baba zetu wao walisema walikula mana jangwani kwa miaka 40. Yesu alisema nao hao kila mmoja wao amekufa, ametengwa milele. Unaona, yeye alisema lakini mimi ndimi mkate wa uzima utokao kwa Mungu kutoka mbinguni. Mtu akila mkate huu yeye hata kufa kamwe. Unaona, yeye ndiye ule mti wa uzima. Tazama tu jinsi gani na ni wakati gani Yesu alikuja. Makuhani hao walikuja pale, watu wa dini sana. Hakuna mtu angeweza kusema wao hawakuwa ni watu wazuri. Jamani, walienda katika utaratibu wa ile Torati. Chochote ambacho kanisa lilisema walikitenda. Kama hawakukitenda walipigwa mawe. Na kwa hiyo yeye akatoka kaenda. Unajua vile Yesu alivyowaita? Yohana aliwaita enyi kundi la nyoka nyasini. Msidhani kwa sababu ninyi ni wafuasi wa madhehebu yale mna uhusiano wote na Mungu. Na Yesu akasema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Akasema kila wakati ambapo Mungu alimtuma nabii, kitu gani kilitukia? Mlimpiga kwa mawe na kumtupa kaburini, na sasa mnaenda huko na kulipaka kaburi lake kukaa. Je, hilo si ni jambo lile lile ambalo kanisa Katoliki limetenda? Mwangalie Yohana wa Ark na Mtakatifu Patrick na wengine wote. Hao ndio wanaowaweka mle ndani. Kisha wakauchimbua mwili wa Yohana wa Ark na kuutupa mtoni miaka kadhaa baadaye na kumchoma kama mchawi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na kazi zake mnazitenda.
Hilo ni kweli kabisa. Hii itaenda ulimwenguni kote. Mnaona? Kweli, hivyo ndivyo Yesu alivyosema. Nao unadhani ni vema, anaonekana mzuri sana huyo farasi mweupe, lakini angalia ulicho nacho. Huyo ndiye hasa anayempanda. Sasa lakini yeye alisema jambo hilo ndilo wao walilotaka. Kwa hiyo yeye angewaletea nguvu za upotevu. Kumbuka huyu kahaba wa Ufunuo 17, yeye alikuwa wasiri, Babeli wasiri, mama wa makahaba. Na Yohana alimstajabia kama tu vile mtu huyu. Angalia, ngoja tufikie hapa na tumwangalie. Yeye akimtazama farasi huyu hapa. Unaona, lakini mlitambua alikuwa nini kilichotukia? Ilikuwa ni hiki kwamba yeye alimstajabia kwa ajabu kuu, lakini siri ilikuwa kwamba yeye alikunywa damu ya wale mashahidi wa Kristo. Kanisa linalopendeza likikaa pale limepambwa kwa nguo ya zambarau na dhahabu, naye alikuwa na kikombe mkononi mwake cha machafu ya uasherati wake. Uasherati ni nini? Ni kuishi maisha ya uovu, yaani fundisho lake alilokuwa akifundisha. Akilichukua neno la Mungu na kulitambua, akitumia salamu Mariamu fulani na aina nyingine hii ya upuuzi wote na kuutangaza, na wafalme wa duniani walifanya uasherati naye. Vema, mnasema hilo ni kanisa Katoliki, lakini yeye alikuwa ni mama wa makahaba. Unaona, jambo lile lile yeye alilokuwa. Hivyo ndivyo ilivyo hasa. Nini kilitendeka? Mtengenezaji alipokufa na ujumbe wake ukakoma, mliufanya madhehebu na kuweka kundi la akina Riki ndani humo, na mkaanza kurudi nyuma kabisa kuishi vyovyote mlivyotaka. Hamkutaka kudumu katika lile neno. Badala ya kuendelea moja kwa moja katika neno, wao walipiga kambi papo hapo. Jambo lenyewe ndilo hili. Usitende jambo hilo. Yeye ndiye huyo. Unaona, yeye kule juu. Angalia, hilo ni jambo moja. Tunataka kufikia sehemu nyingine chache kabla ya kufunga. Yeye ndiye mkuu ambaye angewaangamiza watu wa Danieli. Mnaamini jambo hilo? Sasa nitafanya jambo hili kama mtanisaidia tu na kunivumilia kwa dakika chache. Nitalieleza upesi liwezavyo, lakini nataka kulifanya dhahiri kwa kuwa ni Roho Mtakatifu alinipa hilo. Hakika tu kama ninavyosimama hapa. Mnaona? Sasa tazama, hebu na tuchukue turudi kwa Danieli tena kwa muda kidogo tu. Nataka kuwasomea jambo fulani lile. Kama hamtarudi hapo nyuma ni vema. Nataka kusoma Danieli 9 na ninataka kusoma kifungu cha 26 na cha 27 cha Danieli 9. Hebu angalia kama ni yeye atakayewaangamiza watu wa Danieli, yale atakayofanya. Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali. Unaona, hayo ni yale majuma 62 ambayo angekatiliwa mbali kutoka katika yale majuma 70. Atakuwa hana kitu na watu wa mkuu, hiyo ni serikali ya kidini hapa, atakayekuja, ambaye atakuja, watauangamiza mji na patakatifu, na mwisho wake utakuwa pamoja na gharika kuu, na hata mwisho ule vita vitakuwapo, ukiwa umekwisha kukusudiwa. Nataka kuwaulizeni ninyi watu jambo fulani. Baada ya Kristo kukatiliwa mbali kutoka duniani katika ile miaka 3.5 ya huduma yake, na ni kitu gani kiliangamiza hekalu? Ni nani aliyeiharibu? Rumi. Hakika Konstantino, ama la, samani, Tito, yule jemedari wa Kirumi. Yeye alimwangamiza yule mtawala. Sasa angalieni huyu jamaa. Hawa walikuja moja kwa moja pale hadi kwenye ukuta huu. Wakati Yesu alipozaliwa, lile joka jekundu mbinguni lilisimama karibu na yule mwanamke kumla mtoto wake mara tu alipozaliwa, sivyo? Ni nani aliyejaribu kumla yule mtoto wakati alipozaliwa? Rumi. Unaona hilo hapo, lile joka jekundu. Huyu hapa mtawala wako, huyu hapa mnyama wako. Mnaona hao hapo, kila mmoja wao vile vile tu. Unaona, kumla mtoto. Mungu alimnyakua mbinguni na akaketi juu ya kiti chake cha enzi. Huko ndiko Yesu aliko sasa hadi wakati uliokusudiwa. Unaona, sasa angalia kile atakachotenda. Sasa ninaamini nilikuwa nikizungumza na mtu fulani hapa, huenda ikawa alikuwa ni ndugu Robertson leo, ama mtu fulani niliyekuwa nikizungumzia habari zake juu ya jambo hili. Si kuhusu hili hapa, bali kuhusu jambo lile lile tu. Ninaamini nililihubiri hapa si muda mrefu uliopita, kile kitakachoipata nchi hii ya Marekani kuhusu hali hii ya pesa. Mnaona,
Vema, sasa hivi tunalipa madeni yetu kwa kodi itakayolipwa miaka 40 tangu sasa. Hivyo ndivyo tulivyo nyuma. Je, uliwahi kusikia KRER huko ama Lifeline na kuisikiliza? Unaona, toka Washington. Mbona tumefilisika kabisa, hakuna cha zaidi. Kuna nini? Dhahabu yote imewekwa ghalani na Wayahudi wanashikilia dhamana za bidhaa, itakuwa ni Rumi. Sasa angalia, tunajua ni nani anayemiliki yale maghala makubwa, lakini Rumi ndiyo iliyo na sehemu kubwa zaidi ya wote ya utajiri wa ulimwengu. Uliosalia ni wa Wayahudi. Sasa angalia jambo hili sasa, hebu sikilizeni jambo hili, jinsi Roho Mtakatifu alivyoniletea jambo hili. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja. Sasa angalia, na kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hadi ukomo, na ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Tazama, lo, yeye ni mtu mjanja vipi! Huyu hapa sasa, tumepata picha yetu na tunajua ya kwamba yeye ni Rumi. Tunajua ya kwamba yeye ndiye mpanda farasi mweupe. Tunajua ya kwamba alitoka kaenda kama fundisho. Ndipo basi Rumi ya kipagani ilikuwa ni nini? Ilibadilika ikawa Rumi ya papa, kisha ikavikwa taji. Sasa angalia, katika wakati wa mwisho, si katika siku za mwanzoni wakati Kristo alipokuwa akihubiri, lakini katika wakati wa mwisho, ile sehemu ya mwisho ya juma, ambapo ndiyo kwanza tuchukue yale majuma 70 ya Danieli. Na Kristo ametabiri kwa miaka 3.5 na miaka 3.5 imekusudiwa bado. Hiyo ni kweli. Na mtawala huyu katika wakati huo atafanya agano thabiti na wale watu wa Danieli ambao ni Wayahudi. Hapo ndipo bibi harusi atakapotwaliwa. Sasa hataona jambo hilo. Tazama, katika nusu ya mwisho ya juma la Danieli, watu hao watafanya agano thabiti. Mtawala huyu atafanya agano na Rumi, atafanya agano nao bila shaka kwa ajili ya kupata mali. Kwa maana Mkatoliki na Myahudi ndio wanaoshikilia mali ya ulimwengu. Nilikuwa huko Vatican, nimeona ile taji yenye sehemu 3. Nilitarajiwa kufanya mazungumzo na Papa. Baron von Blomberg aliniandalia jambo hilo siku ya Jumatano alasiri saa 9. Nao waliponipeleka kuingia kwa mfalme huyo, walikunjua miguu ya suruali yangu ndefu. Hilo ni sawa. Wakaniambia kamwe nisimpe kisogo niondoke kwake nikitembea kinyume. Hiyo ni sawa. Lakini nikasema, itanipasa nifanye nini mbele ya jamaa huyu? Kasema, vema, wewe nenda tu uingie na upige goti moja kisha ubusu kidole chake. Nikasema, sahau. La bwana. Nikasema, nitamwita mtu yeyote ndugu anayetaka kuwa ndugu. Nitamwita kasisi akitaka kupewa cheo hicho. Lakini kumwabudu mwanadamu, jambo hilo hufanywa kwa Yesu Kristo peke yake. Unaona? La bwana. Hakuna kubusu mkono wa mtu yeyote namna hiyo, la kwa kweli. Kwa hiyo sikufanya hivyo, lakini nilipata kuizuru Vatican nzima. Mbona hungeliweza kuinunua kwa dola bilioni na bilioni 100? Vema, ungenini? Na hebu wazia tu, utajiri wa ulimwengu, Biblia ilisema ulipatikana ndani yake. Lo, hebu wazia tu kuhusu sehemu zilizo maarufu, zile bilioni mara. Kwa nini ukomunisti ulianza hapa katika Urusi? Ni jambo linalonichafua tumbo nikisikia wahubiri wengi wakipiga makelele kuhusu ukomunisti, nao hata hawajui kile wanachokisimanga. Hiyo ni kweli. Ukomunisti si kitu, ni chombo mkononi mwa Mungu kulipizia kisasi duniani kwa ajili ya damu ya watakatifu. Hiyo ni kweli. Na baada ya kanisa kutwaliwa, Rumi na Wayahudi watawekeana agano. Biblia ilisema watawekeana agano na wale watu watakatifu. Na sasa angalia watalifanya kwa sababu gani? Taifa hili litafilisika, na ulimwengu wote ambao hutumia dhahabu kama kiwango cha fedha unafilisika. Mnajua hilo. Ikiwa tunaishi kwa kutumia kodi, bili za madeni yatakayolipwa miaka 40 tangu sasa, tuko wapi? Kuna jambo moja tu linaloweza kutendeka. Hilo ni
kuzirudisha fedha zote mikononi mwa serikali na kulipa zile dhamana. Nasi hatuwezi kufanya hilo. Hizo ni mali ya Wall Street, na Wall Street inamilikiwa na Wayahudi. Zilizosalia ziko Vatikani, na Wayahudi wana zile nyingine huko Wall Street na biashara ya ulimwengu. Hatuwezi kurudisha fedha zote, na kama wangeweza kufanya jambo hilo, unafikiri hawa jamaa wa whisky na watu wote hawa wa tumbaku ambao mabilioni ya dola kwa mwaka, nao wanafutiwa kodi yao yote ya mapato kwa ajili ya takataka ya sinema chafu na vitu kama hivyo, nao wanatoka wanaenda huko Arizona na kununua ekari milioni nyingi za ardhi ama maelfu na kuchimba hivyo visima vikubwa kwa dola 50,000 na kuvilipua kwa kodi ya mapato, na wangekufunga gerezani usipolipa yako. Lakini wao wanawafutia na wanachimba visima na kuleta mabuldoza. Nao wanafanyaje? Wanaanzisha miradi ya ujenzi wa nyumba huko katika kipindi cha pili kwa faida waliopata. Lazima waweke rasilimali na kujenga majumba, miradi huko, kisha wanaziuza kwa mamilioni ya dola. Je, unafikiri jamaa hao watakubali kupatana kuibadili fedha? Kama vile jamaa huyu hapa chini, ni jina lake ni nani? Castro alivyofanya. Yeye alifanya jambo moja tu pekee la akili alilopata kufanya wakati huo, wakati alipobatilisha dhamana akazilipa na kuziteketeza. Angalia, lakini hatuwezi kufanya hivyo. Hawa jamaa hawatakubali. Wafanyabiashara matajiri wa duniani wanazishikilia. Na basi kuna jambo moja pekee la kufanya. Kanisa Katoliki linaweza kulipa. Ndilo pekee lenye fedha, nalo linaweza kulipa na litalipa. Na katika kufanya jambo hili, kuzipata, litapatana na Wayahudi kufanya agano. Nalo litakapofanya agano hili na Wayahudi, sasa kumbuka, ninayatoa haya kwenye maandiko. Na sasa linapofanya jambo hili na kufanya agano hili, tunaona katika Danieli 8:23 na 25, atafanikisha kazi ya mikono. Na kazi ya mikono ni kufanyiza vitu viwandani kwa mkono wake. Naye atafanya agano hili na Wayahudi, na katikati ya miaka hii 3.5 yeye atavunja agano lake mara tu atakapojikusanyia vitu hivi pamoja na kufungasha pesa zote za Wayahudi. Basi atakapofanya jambo hilo, lo jamani, yeye anaitwa mpinga Kristo mpaka mwisho wa wakati wa kanisa. Kwa maana yeye na watoto wake wanampinga Kristo pamoja na neno. Mtu huyu anaitwa mpinga Kristo. Naam, yeye atashikilia fedha hizo, na hapo ndipo mahali nadhani atakapoingilia. Hebu kidogo ninaposema jambo hili, halafu nataka kuliendea tena mnamo muda mfupi. Yeye anaitwa mpinga Kristo, na ataitwa mpinga Kristo machoni pa Mungu mpaka wakati wa mwisho. Sasa lakini basi yeye ataitwa kitu kingine. Basi atakaposhika fedha zote, ndipo atavunja agano hili na Wayahudi, kama tu vile Danieli hapa alivyosema yeye angefanya. Katikati ya nusu ya juma la mwisho la yale majuma 70 ya Danieli, ndipo ndugu atafanya nini? Ataongoza biashara zote za ulimwengu na uchumi wake, afanye mkataba na ulimwengu, maana yeye atashikilia utajiri wote wa dunia kabisa. Na katika kipindi hicho, hao manabii wawili watatokea na kuwaita wale 144,000. Basi ni nini kitakachotukia? Ndipo alama ya mnyama ya Ufunuo 13 itaanza, kwa sababu yeye anashikilia uchumi wote, biashara na kila kitu cha dunia. Basi jambo gani litakalotukia? Ile alama ya mnyama itaingia, kwamba hakuna mtu awezaye kuuza au kununua ila yeye aliye na alama ya mnyama. Mungu na ashukuriwe, kanisa litakuwa likifurahia miaka 3.5 ya fahari utukufuni. Halitalazimika kupitia katika hayo. Sasa angalia, katika wakati wa mwisho, mwishoni mwa nyakati za kanisa, sasa yeye anaitwa
Yeye na watoto wake wanaitwa mpinga Kristo, maana chochote kinachompinga Kristo ni mpinga Kristo, na chochote kinacholipinga neno kinampinga Kristo, maana Kristo ni neno. Sasa yeye ni mpinga Kristo. Ndipo katika Ufunuo 12:7-9 wakati shetani atakapotupwa nje, yule mshtaki, mkitaka kuliandika hilo kwa sababu na watakeni lisome, hatuna wakati sasa, ni karibu saa 4 kasoro dakika 20 ama 15, mnaona. Lakini katika Ufunuo 12:7-9, shetani, yule roho ibilisi aliye huko juu sasa, mshitaki wa ndugu zetu, vema, kanisa linatwaliwa juu na shetani anatupwa nje. Kanisa linapoenda juu, shetani anashuka chini, ndipo shetani anatoa utu katika mwili wa yule mpinga Kristo na anaitwa mnyama. Halafu katika Ufunuo 13 yeye anaweka ile alama, unaona, wakati yeye azuiaye. Ila tu sasa jambo ni kwamba Ukristo umeachwa duniani katika usafi wake ni kwa sababu ya yeye azuiaye. Kumbukeni nyuma huku katika Wathesalonike, akiketi katika hekalu la Mungu, akijiita mwenyewe Mungu, akisamehe dhambi duniani, na hilo litaendelea na uovu utazidi na kuongezeka, maana yeye hatajulikana bado mpaka wakati wake wa kufunuliwa utakapofika. Na ndipo kanisa litakaponyakuliwa, na hapo litakaponyakuliwa ndipo basi anajibadilisha toka mpinga Kristo. Sasa lo jamani, kanisa lile, kanisa kuu, na kwamba sasa yeye anakuwa yule mnyama. Laiti ningaliweza kuwafanya watu waone jambo hilo. Sasa kumbukeni, mpinga Kristo na mnyama ni roho yule yule, hapo ule utatu. Naam Bwana, ni hatua tatu za nguvu za ibilisi yule yule. Kumbukeni, Unikolai, unaona, ilibidi ufanyike mwili kabla ya kuweza kuvikwa taji, unaona. Sasa angalieni jambo hili, hatua tatu. Hatua ya kwanza, yeye anaitwa mpinga Kristo. Hatua ya pili, anaitwa nabii wa uongo. Hatua ya tatu, anaitwa mnyama. Angalia, Unikolai, fundisho la mpinga Kristo lililoanza katika siku za Paulo, kupinga neno la Mungu. Mpinga Kristo ndipo anaitwa tena nabii wa uongo, ambapo wakati lile fundisho lilipofanyika mtu, yeye alikuwa nabii kwa lile fundisho la serikali ya kanisa serikali ya kanisa Katoliki. Papa alikuwa nabii wa neno la uongo, na jambo hilo lilimfanya awe nabii wa uongo. Hatua ya tatu ni mnyama, mtu aliyetawazwa katika siku za mwisho akiwa na kila nguvu ambazo Rumi ya kikafiri iliwahi kuwa nazo. Kwa sababu huyo mnyama mwenye vichwa 7, joka, alitupwa kutoka mbinguni na akachukua mwili katika nabii wa uongo. Huyo hapo, yeye alikuwa na taji 7, naye alitupwa nje na kutupwa duniani na baharini. Vema, tunasema nini? Mpanda farasi huyu ni nani? Mpanda farasi huyu, mnajua ni nini? Yeye ni mtu mkuu sana wa shetani. Nilienda hivi majuzi usiku, ndugu wawili wanaoketi humu kanisani sasa, ndugu Norman kule nyuma na naamini na ndugu Fred. Tulikuwa tumeenda kule kumsikia mtu fulani akifundisha kuhusu mpinga Kristo, mtu mashuhuri sana, mmoja wa watu bora sana walie naye Assemblies of God, na tafsiri yake ya mpinga Kristo ilikuwa ya kwamba wao watachukua vitamini fulani kutoka kwa mwanadamu na kutoa uhai toka kwa mwanadamu na kutia katika sanamu kubwa sana, ambayo itanini, hatua moja yake itakuwa ni umbali wa urefu wa jengo la mji. Na huyo ni, je, ungeweza kuwazia mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu akiwa chini ya udanganyifu kama huo, au anayedai amejazwa? Wakati hii hapa Biblia inayosema mpinga Kristo ni nani? Ni mwanadamu. Angalia, mpanda farasi huyu si chochote ila ni mtu mkuu sana wa shetani, ibilisi aliyefanyika mwili. Yeye ana elimu nyingi sana. Sasa natumaini mmetega masikio yenu. Walikuwa wakimjaribu mmoja wa wanawe si muda mrefu uliopita katika kipindi cha matangazo ya televisheni.
waone kama yeye hakuwa mwerevu kuliko mtu huyo mwingine agombea urais. Mnaona? Lakini hata hivyo yeye ana maarifa mengi sana. Vivyo hivyo na shetani naye pia, yeye anakazana kuiuza. Alimuuzia Hawa, alituuzia sisi. Tumekuwa tukitaka mtu mkuu, tumempata. Vema, ulimwengu mzima unataka mtu mkuu, watampata. Hebu ngoja tu mpaka kanisa litakapoenda juu na shetani atatupwa nje, yeye atafanyika mwili. Hiyo ni kweli. Wanamtaka mtu ambaye kweli anaweza kuifanya hiyo kazi, yeye ataifanya. Mwenye elimu, huyo ni mtu mkuu wa shetani, akiwa na elimu, akiwa na maarifa, akiwa na theolojia ya kanisa ya maneno yake mwenyewe ya kujibunia. Naye amempanda farasi wake mweupe wa kimadhehebu apate kuwadanganya watu. Naye atatiisha kila dini ulimwenguni, kwa sababu zote zinaingia kwenye muungano wa makanisa, na muungano wa makanisa ulimwenguni nao tayari wamekwisha jenga majengo yao na kila kitu ni barabara kabisa. Hakuna hata jambo moja lililosalia. Kila madhehebu yameingizwa ndani yake ule muungano wa makanisa. Na ni kitu gani kinachounga mkono? Rumi. Na Papa sasa anapiga makelele, sote tu mmoja, hebu tuungane na kwenda pamoja. Na watu hawa, hata wengine wenu ninyi watu wa full gospel, hukana. Itawalazimu kukana mafundisho yenu ya kiinjilisti mpate kuchukua hatua ya namna hiyo. Mmefanya nini? Vipofu sana kwa kitu hicho cha kimadhehebu. Mmekataa kweli, nayo kweli iliwekwa mbele zao, nao wakaikataa na kuiacha. Na sasa wameletewa nguvu ya upotevu wa uamini uongo na kuhukumiwa kwa huo. Hivyo ndivyo ilivyo hasa. Naye mpinga Kristo anatwaa yote. Nayo Biblia ilisema ya kwamba yeye aliwadanganya wote. Linaloendelezwa WOTA, wote wakao juu ya uso wa nchi, wale ambao majina yao hayakuandikwa chini ya hiyo mihuri tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa kama Biblia ilisema yeye alifanya jambo hilo, yeye alilifanya. Wao usema vema, mimi ni wa haya. Basi naam, hiyo ni kweli kabisa. Ni shirika lile la makahaba. Ni utaratibu ule ulioanza pale mwanzoni, ambao ni upinga Kristo daima. Nitaulizwa juu ya mambo hayo, lakini hilo ni kweli. Natarajia kusikia toka kwao. Amina. Sasa angalia, yeye atashinda, na karibu ameshika hatamu hivi sasa, wakati yeye angali ni mpinga Kristo kabla hajakuwa mnyama. Mnasema adhabu ya kufa? Wewe ngojea tu. Angalia kile wale watakaosalia hapa duniani watakachopitia. Kutakuwa na kilio na maombolezo na kusaga meno, kwa kuwa yule joka Rumi alifoka maji toka kinywani mwake kufanya vita na uzao wa mwanamke uliosalia duniani baada ya bibi harusi kuteuliwa na kuondolewa. Na yule joka alifanya vita na hao waliosalia. Hawakutaka kuingia na wakasakwa kila mahali. Na kanisa halisi lingepitia katika hayo kama ingewezekana, lakini naona tayari wako chini ya damu hii kwa neema ya Kristo, na hawawezi kupitia katika dhiki yoyote. Hawana kipindi cha dhiki. Kitu kinachofuata kwa kanisa ni kunyakuliwa. Amina na amina. Hili lingeweza kuendelea. Jinsi ninavyolipenda hili. Hebu niwaambieni, tunasema jinsi yeye alivyo mshindi wa kushangaza, vile atakavyoshinda, naye kweli atashinda. Tayari amekwisha shinda. Tayari kila kitu kimeunganishwa kijanja. Imekwisha. Ataunganisha kijanja kwa pesa, fedha ya aibu. Hiyo ni kweli kabisa. Wao wanapenda pesa zaidi kuliko kumpenda Mungu. Kila kitu wanachowazia sasa ni, je, ana pesa ngapi? Ni kitu gani? Unajua, imesemwa mara nyingi sana, lipe kanisa pesa nalo litaufanyia ulimwengu mapinduzi. Lipe kanisa pesa nalo litawatuma wainjilisti kote ulimwenguni, nalo litafanya nini? Litautwaa ulimwengu kwa ajili ya Kristo.
Hebu nikwambie jambo fulani, ewe rafiki yangu maskini kipofu. Ulimwengu hauongolewi kwa pesa, lakini ni kwa damu ya Yesu Kristo. Mpeni Mungu watu ambao ni mashujaa, watakaosimama pale kwenye hilo neno, waishi au wafe, hao watashinda. Kutakuwako na kitu kimoja tu kinachoweza kushinda, wale ambao majina yao yaliandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hicho ndicho kitu pekee kitakacholisikia hilo. Pesa hazitakuwa na uhusiano wowote na jambo hilo. Zinawaingiza ndani zaidi katika mapokeo yao ya kimadhehebu. Hebu tuone. Naam, yeye atakuwa ni mwenye elimu nyingi sana, atakuwa mwerevu, jamani. Na watoto wake wote wakimzunguka watakuwa werevu, PhD, LLD, LD maradufu, QSD, ABCD, EF na kuendelea mpaka Z. Watakuwa nazo zote werevu. Kwa nini? Ni kulingana na utaratibu wa Shetani. Ujanja wowote wa kielimu dhidi ya Biblia ni Shetani. Hicho ndicho hasa yeye alichomshindia nacho Hawa. Hawa alisema, "Lo, imeandikwa, Mungu alituambia tusitende jambo hilo." Yeye akasema, "Lakini ngoja, hakika Mungu hatalifanya, lakini nitayafungua macho yako na kukupa hekima." Hawa alipata. Tumekuwa tukimtaka, tumeipata pia taifa hili. Tazama, yeye ataushinda ulimwengu wote wa dini. Atashinda, atafanya agano na watu wa Danieli. Ni hivi katika mataifa na katika watu wa Danieli, Wayahudi, kwa ajili ya yale majuma ya mwisho. Na sisi tumeshafika, hata tulichora jambo hilo mbaoni, nanyi mnaona jambo hilo kikamilifu. Hapo ndipo lilipofikia. Mungu na ashukuriwe. Huyo hapo. Huo utaratibu wa kimadhehebu ni wa Ibilisi, na wala huo si mchezo wa ngumi. Naona